Wanakuambia hakuna S bila O, L bila O, mwingine haitwe Thing bila Solo. Nipo na yule shupavu ambaye alikuwa anawakilisha kama Apollo wale wa kule Mererani, na sijui sasa alimaanisha Apollo wa Mererani ama Apollo wa wale wanaopanda mwezini. Anyway, all in all, leo niko na mtu ambaye ni jina kubwa sana kwenye industry ya Bongo Flavor, lakini pia kwenye hip hop, na ameshafanya mambo mengi sana. Ulamaa, Msafiri Kondo yeah. Solo Thing ndo jina ambalo wengi tunamfahamu, na Gen Z mtakuwa mnamfahamu pia kwa jina hilo. So leo najisikia furaha kwamba niko na brother kuzungumza naye kuhusiana na mambo machache kuhusiana na yeye, lakini pia tathmini ya Bongo Flavor na kinachoendelea kwenye rap ya Tanzania kiujumla. Here we go, brother. Yo, what's up, man? I say I'm good, bro. Kwanza nafurahi sana kuzungumza na wewe kwa mara ya kwanza tunafanya interview, imagine. Kabisa. Unapatikana sehemu gani, unakunywa chai saa hizi? Bana, napiga kofu kidogo niamke. Okay. Unajua? Okay. Niko maeneo ya Ireland huko Dublin. Oh, okay. Kumbuko, sawa. Dublin. Yeah. Maana yake ni Ireland. True story. Okay, so brother, kwanza najua kuna mambo mengi nataka tuzungumze. Lakini nataka kwanza unipe mtazamo wako, kwa sababu ulishiriki kwenye bonge moja la ngoma linaitwa Mtazamo. Tuanze na tathmini kwanza. Tathmini ya Bongo Flavor so far tangu tulipotoka mpaka hapa tulipo. Ukitaka kuielezea kwa kifupi utasemaje? Kwa kifupi tupo tulipofika, si bado hatupo tunapostahili. Nikisema kwa kifupi, yani tumefika, tumepiga hatua, lakini bado hatupo tunapostahili zaidi. Tulistahili nini? Tulistahili yani tupo, lakini hatuna identity maalum mpaka sasa hivi. Tuna hang, yani tupo, ikija sio ya mapiano tupo. Tumeona tupo tunajulia, yani wasanii ambao labda wanatuwakilisha sasa katika hiyo level ya kimataifa, ambayo hata mimi nikikaa huku nikienda sio club wanapigwa. Bado hatuna identity, yani ama piano tupo, ikija sijui takeo sijui nini tupo, ikija yani bado sisi wenyewe hatujautambulisha mziki wetu ukajulikana kwamba huu ni mziki wa Tanzania. Umeelewa? Sababu kuna mziki wa ukisikiliza sema hii South Africa. Kuna mziki ukipigwa unasikia hii Nigeria. Kwa hiyo tupo, tuna hang, tunafuata upepo, tunafuata trending, lakini hatujafika tunapostahili. Lakini kuna hii argument Solo kwamba Bongo Flavor ilianza hivyo. Kibao cha kwanza ambacho cha Saleh Jabir ni kwamba walichukua Ice Baby ya Vanilla Ice, right? Kwa hiyo tumekuwa labda ndo Bongo Flavor ilivyoanza, labda ndivyo namna ambavyo Bongo Flavor ni asili yake. Don't you think so? Bongo Flavor ilianza kama unavyosema hivyo, lakini ilijitafuta mpaka ikajiita Bongo Flavor. Ila tukaipoteza Bongo Flavor sasa. Yani Bongo Flavor ilianza hivyo. Si vibaya kuanza na kuwa inspired na wengine au na vingine. Lakini una craft vipi kile ulichokuwa inspired sasa ukakifanya kiwe chako? Unakumbuka lini tulijipata? Turudishe kidogo kwenye historia. Ni lini unakumbuka tulijipata tukajua Bongo Flavor ni hii? Na kuuliza hivi kwa sababu nyinyi wenyewe wana hip hop ndio mlianzisha Bongo Flavor. Hapana. Okay. Tutaangia kunielewe hapo. Nafurahi kusikia. No, my point ni kwamba unajua hip hop, watu wa hip hop ukitaka twende deep tutakwambia hip hop sio Bongo Flavor. Na ndicho nilitaka kukielezea. Kwamba wakati Radio 1 Mike Mwagama anaita hicho alichokiita ladha za Bongo Flavor, alikuwa na sehemu kubwa ya wasanii wa Tanzania walikuwa ni watu wana rap kuliko waimbaji. Kwa hiyo mlikuja mkalikataje ili jina yani? No, Bongo hip hop ilikuwa inasimama kama Bongo hip hop. Bongo Flavor sasa maana wasanii wengi wa Bongo wa hip hop wamebadilishwa kuimba na wadau waliokuwa wanawashika kipindi hicho. Okay, tell me more. So pressure ya mziki, pressure ya soko, pressure ya wadau wakubwa ya kutaka wabadilishe watu. Nikwambia TID alikuwa na rap, unajua? Lady JD pia? Lady JD alikuwa rapper mkali sana. You know that. Kwa nikikupeleka huko unanielewa sasa kwamba Dully Sykes alikuwa rapper mkali sana. Unajua? Lakini hawa wote
wamekuwa transformed, siko bahati mbaya, kwa makusudi, kwa sababu ya soko. Kwa hiyo hii bongo flavor ndo tuseme imezaliwa hapo, imezaliwa hapo kwa kina Dully Sykes, kwa kina watu ambao kwa kuimba mpaka ikabadilika sasa, tukajipata tukawa na beat kabisa wenyewe. Sasa hivi hata wasanii A-list wetu wakubwa, kuna kipindi wanajishtukia, wanatoka katika zile sio mapiano kwenye nini, wanabaki kwenye bongo flavor. Na ndo sasa hivi sidhani kama mapiano na nguvu, sasa hivi wanarudi katika misingi ile ambayo kwa bongo flavor ipo. Yani labda kuna vitu vidogo sana vya kuifanya iwe uendo mziki ambao unatupa na kuna vitu labda vya ubunifu vidogo sana vinatakiwa labda producers watulize vichwa, au wasanii wenyewe wakomae nayo, uendo mziki ambao unatutambulisha kweli duniani kote, unaona. Kwa hiyo argument Solo, maana yake wewe sio mbongo flavor, Fid-Q sio mbongo flavor, jamii yenu ya rap yote sio bongo flavor, mnajiweka wapi kwenye haya maendeleo ya bongo flavor? Kwa tafsiri tu ya kusema bongo flavor, kwa sababu hip hop duniani kote is the same. Rap na hip hop culture hii yote huwa haibadiliki kutokana sio na South Africa, useme hii hip hop sio ya South Africa, no. Hip hop ni utamaduni wa dunia nzima. Ni ngumu sana kusema huu utamaduni tuseme ukaupa. So tunaingia tu kwenye category ya bongo flavor kwa sababu tunatokea Tanzania, tunatokea Bongo. Lakini mziki kama mziki wa hip hop all over the world, hata ukisikiliza zinatofautiana ni lugha tu. Ukisikiliza rap za Kifaransa, unasikiliza beat zipo, yani unasikiliza kama unakuwa unaelewa, labda utaelewa na mashairi yanavyokuwa. Ukisikiliza rap sio kutoka Ukraine, ukisikiliza rap hata kutoka Saudi Arabia, is the same principle. Kwa hiyo hip hop as a hip hop ni culture, ni the whole culture. Sasa rap ni sehemu tu ya culture, umeona. Lakini hauwezi kuitemu hii kwamba sisi sijui ni bongo flavor. Tunaweza tukakubali kwa sababu tu tunatokea Bongo kwa kuipa tu, lakini it's a different music. Okay, basi nyeusi tuite nyeusi kwa sababu hamna mtu mwenye haki hatimiliki ya kuinvent history kabisa. Historia kilichotokea ni hicho. Nataka uniambie maana yake ni kwamba kuanzia sasa hivi Saleh Jabir ya kuwa mwanzilishi wa bongo flavor. Na Saleh Jabir, unajua katika unaweza kusema labda ni mwanzilishi wa labda Swahili rap, unaweza kusema uwezi kuita bongo flavor kwa sababu by the time Saleh Jabir anafanya huo muziki hata neno bongo flavor alikuwa alijasemwa, alikuwepo. Yeah. Ilikuwa kabisa katika kanda yake imeandikwa Swahili rap, umeona. Kwa hiyo that time ilikuwa hata hiyo term bongo flavor ilikuwa hajawekwa. So ni tukisema mtoto alozaliwa sasa kazaliwa kwenye ukoloni, tutakuwa tumekosea. Au mtoto alikuwa amezaliwa ukoloni ukasema amezaliwa kipindi hichi cha teknolojia hii cha AI, itakuwa pia umekosea, umeona. Kwa hiyo kwa wakati wake haikuwa bongo flavor, ilikuwa ni Swahili. Na kwa sababu alichokuwa anafanya, anajaribu translate nyimbo za nje ambazo zilikuwa maarufu kama Ice Ice Baby, Vanilla Ice, na kuweka kwenye Kiswahili. Okay, maanake kwa theory ya pili sasa, tukiachana na hiyo, maanake Dully Sykes alianzisha bongo flavor kama anapoclaim. Mimi naungana naye. Okay, mimi naungana naye. Ni miongoni, inawezekana labda sio originator moja kwa moja yeye wa kwanza, lakini ameipa nguvu sana, kwa sababu tukirudi nyuma, nyimbo za Dully Sykes zilihit sana, na alikuwa na mtindo pekee wa kuimba kwenye beats. Anapigwa beats za rap, zingine zilikuwa za hip hop, lakini alikuwa anaimba. Yeah. Na kulikuwa na chorus, sio kwamba hakukuwa na watu ambao wanajaribu kuimba katika beats. Walikuwa watu ambao kwa chorus kina Juma Nature wanafanya. Kulikuwa na watu before that kulikuwa pia na R&B bongo ambayo ilikuwa iko very strong, kina Mr Paul na Four Cruz Flavor, Mr Paul na wenzake. Na walikuwa naimba ile pure R&B kabla ya kuingia sasa kwenye zuku, sijui kwenye ni maana tulibadilika tukaenda kwenye zuku kidogo ndo tukaanza kupata sasa kujitambua kwa na beats za kinyumbani za kwetu za bongo flavor line from there. Lakini Dully akiclaim hiyo, ana mchango wake mkubwa katika hilo, hatuwezi kumbishia. Wow, Dully kapata support kubwa sana, kauli kubwa sana kutoka kwako, kwa sababu kwa hiyo kitu kingine ambacho nimekuja kukiona ni kwamba bongo flavor, unajua, ni tasnia ya kizazi kipya ambayo ni kongwe sana Afrika,
lakini Yeah. haiko documented. Kweli. Yeah. Yaani nikiangalia Two Face ambaye ndio wanamuona ndio legend wao Nigeria, Mm. sisi huku Two Face ngoma yake ya kwanza tunakumbuka tayari Bongo Flava ilikuwa ni kubwa kabisa. Sasa hilo ndio tatizo letu sisi sasa. Nikwambia hatupo pale tunapo, nikikwambia nikurudisha nyuma, nikwambia hatupo tunapostahili. Ndio Tupo nakuelewa. tulipofika. Yeah, kwa sababu hata it's a shame and I have to admit it. Sio yani industry yetu ilivyo, na kuhusu kudocument vitu, sisi wenyewe ambao tulioanza zamani kuna baadhi ya vitu hatuna. You will be surprised. Yani fika wakati mtu hata album yake ya kwanza kuna baadhi ya nyimbo sasa hivi hana. Yani hata ukienda kwa msambazaji ambaye alikuwa anasambaza pia atakwambia hana. You know what I mean? Na hatuna, kuna bahati watu wachache sana ambao labda wanahifadhi au wamehifadhi hivi vitu. Kiasi kwamba kuna watu ambao maalum, mtu kitafuta nyimbo unaweza kumtafuta. Bwana Ngoma Nagwa kuna nyimbo fulani inaitafuta, na anaweza kwambia nipe masaa mawili akawa nayo kwa sababu alihifadhi. Kwa wapo watu ambao walihifadhi hivi vitu, lakini hatuna sehemu maalum tuseme hivi vitu vimehifadhiwa. Labda kama nyimbo ilibahatika kwenda redioni, baadhi ya radio unaweza kukuta wanazo. Lakini hatuna utaratibu wa kuhifadhi vitu vyetu, wa kudocument vitu vyetu. Umeona, hatukuwa na labda by that time Bongo Flava tuseme ndio hip hop inakuwa au Bongo Flava inakuwa, kulikuwa na concert mengi, kulikuwa na matukio mengi ambayo hayako documented. Wachache ambao walikuwa na record, kina Taji Liundi that time walikuwa na video camera na nini, wana tape chache ambazo ukikuwekea utacheka. Kina G Records wanazo, wana concert ambao ukimuona Dully Sykes alivyokuwa mdogo anaimba, lakini sasa ni chache mno. We don't document these things, wakati historia inatufundisha sasa. Sema technology sasa hivi inafanya sasa hivi vitu viwepo kwa sababu vinakaa mtandaoni. Mtandaoni havifutiki, vipo unless otherwise labda mtu kaamua kuvifuta, lakini hata ukivifuta wengine watakuwa tayari wanavyo. Sasa hatukuwa na bahati ya kuwa na hii internet ambayo ipo sasa hivi, social media ambazo zipo sasa hivi. Sisi hatukuwa na bahati hiyo, kwa hiyo kweli material nyingi sana zimepotea. Definitely. Yeah. Kwanza umeni surprise kwamba tumeizungumzia Bongo Flava na historia yake kinamna nyingine. Nadhani moja ya document inahitaji kuwekwa vizuri ni historia ya Bongo Flava, kwamba ni ipi na ilianzia mwaka gani, nani alianzisha. Kwa mfano, wewe haraka haraka ukisikia Bongo Flava ni nyimbo zipi zinakuja kichwani ambazo unasema hii ni Bongo Flava, hii ni Bongo Flava, hii ni Bongo Flava sound wise? Yani unajua kuna producer alikuwa anaitwa Mika Mwamba pia. Watu wanajifanya wanamsahau wakitaja wa producer wao wakali sio nini. Ni mmoja Mika bana. Mika pia alichangia kuweka sound fulani tofauti ya Bongo Flava. Tuwape maua yao kina Bone Love sijui kina, kwa sababu ilikuwa ni kama ni revolution, ni evolution, inaenda taratibu. Tumeanza kwenye hiyo, tumetoka kwenye beats za hizi za rap zilikuwa hazina nguvu, tukapata revolution ya production ilivyokuja kina Majani, studio zikaanza sasa kuwa na, unasikiliza kabisa, ukisikiza beat ya Vino Utata tofauti na ukirudi nyuma ukisikiza beat labda za kina Gango Mob au kina GWM walivyokuwa wanaanza. Kwa hiyo production wise as well tulikuwa tunakuwa kimuziki, ki beats, production, kila kitu tulikuwa. Na sasa hivi ukiangalia, zamani ilikuwa ili urekodi labda nyimbo kali iwe na beat nzito uende either kwa Majani au Master J. Lakini right now kuna watu wana studio chumbani tu, yani na wanakutolea beat kali zaidi. Kwa hiyo tumezidi kukua na technology ilivyokuwa na nini, umeona. Hakuna tena ile domination issue ya watu wawili tu ambao wana uwezo kufanya kitu fulani. Kuna watu ambao kama una uwezo. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengi ya taratibu ambayo sasa hayo yote yangekuwa documented, tungeona process nzima sasa. Tungeona ni tulivyotoka, tukaenda hapa, tukaenda hatua hii, lakini documentation ndio hivyo haikuwepo. Kwa tukikumbuka tu kwa juu tunaona, lakini tunaona. Sasa tunatakiwa watu kama nyinyi sasa mtumie sisi watu ambao labda walikuwepo wakashuhudia mwanzo ya mambo yanaanza, ambao tuna bahati, baadhi ya watu hapo. Tuna generation ya tukiachana na kina Sale Jabri, kuna generation ya kina Kwanza Unit, umeona, ambao na Abacha wapo bado wapo. Tuwatumia wa watu kudocument hivi vitu, umeona, watueleze story zao. Kuna makina my brother Ibon Mwalim,
kuna watu ambao walikuwepo kabla hata ya ile Yoruba Bonanza zinaanza zile, walikuwa washikaji wa Kim and the Boys, tunao bado hawako hai. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuwahoji na kuongea nao ili kudocument sasa hivi vitu. Umeona? Wow. Umenipa nguvu. Niwahi kuwa na hii idea, tulianza na Dark Master. Nilikuwa nataka niite Bongo Flavor Library, the library, yani sehemu ambayo watu wakija watapata vitu vya nyuma. Ilianzaje hii? Okay, kwa kuzama sasa, turudi nyuma kabisa. Nilisema nikikutana na wewe Solo nitakuuliza hili swali. Niliposti kuhusu bundu yako. Wewe jamani, ni rapa pekee nilikuwa nakusikia kutoka Chuga, ambapo najua unafahamu mazingira ya hip hop ya Arusha ugumu. Lakini kuna mtu mmoja nilikuwa namjua, ni mmoja wa wagumu na wajua. Alafu wanaimba taarabu, alafu watu wanawaangalia tu, hawafukuzi kwenye kambi. Yaani wamefanya vitu vingi. Wewe unahisi kwa nini ulikuwa unapewa favor ya Last Born kwenye hip hop? Na bado unasema una gundu. No, unajua ukiona hadi unanisikiliza Arusha kwa kipindi hicho. Kwanza by the way, mimi unajua nilikaa Arusha. Nimekuja Arusha nikakaa mimi kipindi hicho na was it 1999. Okay. Kwa hiyo kwenye early struggles za muziki wa Arusha, ndio maana wao kina JCB wanangu kwamba unajua tu kwa kuonana Dar es Salaam. Nilikaa yani nilikuwa Njiro huko. Umeona bana. Fanya. Sasa nikikurudisha nyuma, ubishi wa mpaka wewe kunisikia sio Arusha kipindi hicho ni kutokana na ubishi wangu mimi mwenyewe. Lakini niliona post yako, unajiuliza huyu jamaa anasema ana gundu wakati tulikuwa tunamsikia, mbona struggle mpaka kusikika huko. Haina maana kwamba ulikuwa ubaniwi, kwa sababu kulikuwa na uzuri kwamba media zimeanza kubadilika. Umeona kwa kipindi hicho, kwa sababu kulikuwa media moja inaweza ambayo ikawa ina nguvu ikakubania, lakini kuna media ambazo sasa zinasikika mbali, ambazo zinaweza watu wakikubali kile unachokifanya kweli unaweza ukasikika. Lakini washikadau sasa walikuwa ndo wao wenye media zingine sasa, ambayo wakiamua wewe usiende hauendi. Walikuwa na uwezo pia wa kutengenezea hata mtu wa compete na wewe, yani kukuzima wewe. Wanamtafuta mtu ambaye labda anaifanana na wewe kwa namna fulani, wakamweka pale. Alafu sasa wewe ili kushindana inabidi uwaze tofauti nje ya box. Kitu ambacho hawajaelewa wengi sana wana confuse, kwa sababu muziki wetu of course hip hop wana expect watu uwe mgumu tu, rap ufanye nini. Lakini hip hop haikatazi watu kuwa multi talented. Haikatazi kabisa. Haikatazi. Na ndio maana sometimes unakuta mtu anakuambia mimi bwana, mimi ngumu, mimi hip hop. Sawa, Snoop Dogg ina maana wewe unajua hip hop au rap kuliko labda Snoopy. Na Snoopy ana ngoma zingine ziko hadi house, ana fusion, ana ngoma zimechanganywa, zinasema kuna watu kina Kanye. Wewe msanii unaijua hip hop kuliko Kanye anatengeneza beats Kanye, lakini controversial, lakini is multi talented, ana uwezo kuimba aina nyingine ya muziki. Sasa kutumia watu walikuwa waelewi hivyo zamani, walikuwa ndio maana mimi unajua mimi sikujua hata kama najua kuimba. You be surprised. Sasa watu wanaweza kalauka kadhani labda ni mimi nimeandika sijui nyimbo za mduara. You be surprised kuona kwamba aliyosababisha mimi nifanye mduara ni Majani. No. Yeah. No way. Hiyo konvo ilianzaje? Na kwa nini hakuchagua wewe? Yeah, I'm getting. Sasa tunarudi. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Aspen au Mzungu Kichaa mnamuita. Yeah, namjua. Mzungu Kichaa ni piga gitaa na nini. Sasa wakati mimi nafanya album ya kwanza kabisa, Homa ya Dunia, mimi ndo msanii wa kwanza ujue tuseme kusainiwa ni mimi na Juma Nature kwa Bongo Records. Okay. Yeah. Na nilimkuta hapo kwanza Professor alikuwa tayari nyimbo kama 5. Alikuwa anafanya album. Lakini nilipoingia mimi wiki ya kwanza tukafanya nyimbo karibu 6. Kwa album ya Professor kidogo ikabidi alipokuja hata mwenyewe akasikiliza ikabidi kwanza ikawa kama wana delay kwanza. Kwa ikabidi tutoke mimi na Juma Nature. Sasa katika tuko studio, unajua kuna vibe inakuja, anakuja kaja huyo Aspen Mzungu Kichaa. Yapigwa akatengeneza beat fulani hivi Majani ya sound tofauti. Sasa mara nyingi sometimes alikuwa anakupigia beat ukiitaka au anakupa challenge, bwana chukua beat hiyo. Do something. Sasa kasikiliza beat ya Mambo ya Pwani ya kama mduara. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe Majani alikuwa anatafuta different sound. Alikuwa anajaribu kutafuta
identity vile vile ya, kuna baadhi, kwa sababu kuna kipindi wenzetu wa Kenya walikuwa na beats zao tofauti tofauti, kama kuna producer wao alikuwa anaitwa Teddy Josiah, beats zake. Kwa hiyo kama alikuwa anataka kwenda njia hizo katika ile beats, kwa beat ile ndio ilionipa sasa, mi baada ya kuchukua beat ndio ikanipa wazo la kuandika kitu kama naimba, sijui twende Mombasa na Tanga, twende kule kule pwani. Sasa hilo lilipa dimension nyingine, ilinipa dimension kwamba so I can do this, sio, umeelewa? Soko la hii nyimbo limeenda wapi sasa? Sasa ile ilinipa mimi mashabiki watu wazima, ikanipa mashabiki ambao wako tofauti sasa, kwa sababu ndio maana album yetu, uzinduzi wa album ya mimi na Juma Nature, yani Homa ya Dunia na album ya kwanza ya Juma Nature, ndio uzinduzi ambao ulichukua rika lote. Yani it's like for the first time mimi nimeenda kwenye uzinduzi wetu wenyewe, sisi hatukuweza kuingia kwenye geti, ilikuwa Kilimanjaro poolside pale, sio ugali ya Juma Nature albamu yake ya kwanza I think ilikuwa ilikuwa ni chanzo, ni chanzo, yeah, ndio mlizindua pamoja. Kumbe tulizindua pamoja Kilimanjaro poolside, tumeruka ukuta kwenda ndani kuperform, yani ndani kumejaa, nje kumejaa, na Nature alikuwa anateka jiji la Masela wote. Yani Nature nani yake, demography yake ilikuwa ni Masela kibao. Mimi sasa nilikuwa na watu wazima na watu fulani tofauti, yani kwa kulikuwa na combination ya watu ambao mpaka unajiuliza watu walitoka sio Morogoro, sio walitoka Dodoma, watu walitoka na Makosta wanakuja kwenye uzinduzi. Kwa hiyo albamu ile mimi ndo nimefanya kuimba kama, nafikiri kama nyimbo 2 nimefanya hiyo mambo ya pwani, lakini at least beat yake ilikuwa kama traditional, haikuwa pure mduara, umeona. Na ikaja kuna ngoma inaitwa Sukari na Pilipili, umeona, ni ngoma ambayo alikuwa anazungumzia ukimwi. Kwa hiyo ni ka melody fulani huku kama una rap, lakini ni melody fulani, umeona, ikawa ina vibe ya hivyo. Sasa what happened after that album ndio ilifanya sasa, ndio Gundu sijui nini ndio vinakuja on that chapter, kwa sababu umefanya album watu wawili, kumbuka it's the competition, right? Na huko lebo kubwa, ukumbuke, na ni lebo kubwa pia. Na mimi naamini nilichokufanya, bidhaa yangu nilikuwa naamini kwamba ni bora na itadumu kuliko bidhaa labda ya wengine. I didn't care about the bidhaa za wengine, na mtazamo wangu mimi ulikuwa tofauti. Mimi nilikuwa niko more conscious kwa kuona vitu vya mbele kuliko tuseme kuliko wasanii wake P-Funk. Nilikuwa namwambia kabisa P-Funk, we can dominate hii game, umeona, tuna uwezo kuwa naandaa matamasha yetu wenyewe, kwa sababu mimi before kutoka nilikuwa mwandaaji wa matamasha before kutoka katika game. Kwa hiyo mimi namjua Professor J kabla hajatoka, wakati nilikuwa namuimbisha kwenye matamasha. Mimi nawajua Focus Flavor kwa sababu kwenye matamasha mimi nimefanya ma concert that time. Mimi nimefanya ma concert Radio ya Mawingu, bado wana muziki tu ule, mimi na kodi muziki wao na Boni anapiga pale, mimi niko shule. Kwa hiyo hizi movement zilifanya tujuane wasanii wengi ambao hatujatoka kabla. Kwa hiyo kutoka tulitarajia, mimi nilikuwa natarajia Professor atatoka tu, namjua kwa sababu kuna wasanii unajua kabisa huyu, kila mtu ana zamu yake. Hata mimi nilivyotoka Professor anajua kabisa solo ilikuwa muda tu atoke. Sasa unapokuwa na vision tayari ya mziki wako, unajua unaelekea wapi, alafu kuna vitu unaona vielekei. Kwa hiyo mimi ule uzinduzi nilioji vitu vingi sana, na ndo sababu ya mimi sasa album ya pili kutofanya moja kwa moja nyimbo zote na Bongo Records. Kama niliuliza vitu, niliona situation ya biashara alivyoihandle P-Funk. He might be a biggest producer kwa Tanzania, lakini labda sio mfanya biashara mzuri kwenye mziki. Ni producer mzuri, lakini out the way alivyohandle ile biashara yangu mimi na Juma Nature at the same time sikupenda, au haikuwa sawa. At least umenipa kumbe inaanzia studio sio media. Yeah, kwa hiyo na label. Zamani ilikuwa unaenda kwa wadosi wanakuja, au unaenda kwa wadosi wanapigwa simu, bwana kanunua album ya fulani, lipa kiasi fulani. Walikuwa na wadosi ni watu wa kusikiliza tu wadau wanachosema. Sasa inapokuja albamu yangu na Juma Nature, wadau wakaamua tu ya Nature itauza sana. Huyu yani kama Nature mpe hichi, huyu mpe hichi tu. Walikuwa na hiyo power. Wana power hiyo, yeah. Wananchi ndio wanaamua nanunua. No.
wadau hao wenyewe walioshika soko walikuwa na power hiyo, akisema wale wanaweza kumchukua Kingwendu akamwambia fanya album, akamwambia mpe milioni 15 Kingwendu, akapewa 15. Alafu wewe ambao sasa ni msanii ambao labda uko serious, wenyewe wanaamini tu kwamba hautouza. Umeelewa? Kwa Okay. hiyo wewe unapewa bei ambayo unaona itakuwa kama wamekufanyia fair. Sasa kama akili yako iko mbele zaidi na unaona unasema haiwezekani, nyinyi ndio mdetermine ile soko, kwa nini tusiwachie wananchi? Kwa nini tusipe promo sawa afu tukaacha wananchi? Kwa nguvu kule walikosema inauza ili na wao approve kwa wale wadosi, nguvu ya promo ya huku inakuwa ibidi iwe nyingi kuliko ya huku. Kumbuka bidhaa mbili ziko zinatoka katika kampuni moja, labda moja inapewa promo sana kwa kuamini kwamba hii ndio itauza sana kuliko bidhaa nyingine. Lakini kwa nini huyo mtu, najaribu kupata context ya wakati huo, kwa nini huyo mtu ndo ameamua, ama huo uongozi umeamua kuwachukua wote wawili, uliwachagua right? Kwa nini waamue kumpendelea mmoja kama waliwachagua wote wawili? Ni nini kilitokea ambacho labda hujatuambia tupate muktadha? Kwa nini wamchague huyo na waliwazindua siku moja? Unajua hata ukiwa mzazi una watoto wawili au watatu au wanne, sawa, technically yani ile automatic kuna mtoto mmoja anaweza akawa kama labda uko attached naye sana, kwa sometimes hata wa producer au watu labda whatever ma presenter wao pia wana wasanii wao juu, au wana watu wao ambao wanakuwa attached nao kuliko watu wengine. Kwa hiyo inatokea naturally. Labda Majani alikuwa anampenda sana Juma Nature, yeye kama yeye binafsi, na nilikuwa nafikiri ni miongoni mwa wasanii wake waliodumu nao sana. Niliambiwa kuna kipindi Nature alikuwa na power ya kumleta hadi msanii mwingine yani. Nao unaelewa sasa. Sasa nao umeanza kunielewa. Kwa hiyo the way Majani alivyokuwa anamrepresent Nature ilikuwa ni tofauti na anavyonirepresent mimi. Anaelewa uwezo wangu na anajua, there's no doubt about it. Anajua kabisa huyu jamaa mchizi mkali sana, lakini anachoamini yeye kwa sababu labda mimi naongea labda vitu viko conscious, labda mashairi ni mpaka mtu afikirie, anaona mtaani huku mbona labda soko hilo ni gumu watu kuelewa, akadhani ule labda jokes au utani wa Juma Nature itakuwa rahisi kuuza, which is alright. Lakini sasa in fairness, kwa sababu sisi wote wasanii wako, ilitakiwa sasa iwe wewe fanya wote sawa alafu achia soko. Kwa mimi kuna vitu nilioje after album ya kwanza, na hata ule uzinduzi mimi niliona watu ni wengi mno, ni malipo tuliopewa naona hayakustahili tunachotakiwa kutupate kama wasanii kwa kipindi hicho. Kwa nilioje hayo mambo, kwa sababu niliona show ina sponsors ambao wamelipia kila kitu, umeona alafu mwenye mwendaji wa show ndo anachukua gate collection yote, umeona. Sisi tunapewa tu labda peanuts bwana, laki 8 au milioni tumemaliza. Unaona kabisa pale kama kuna milioni 26 pale mlangoni au 30 imeingia. Sponsor kalipa kila kitu na sisi tumetumika kutangaza kila kitu. Tumefanya na interview, tumefanya nini, unaona? Sio kwamba sponsor tu anatangazwa, hata sisi tumewatangaza sponsor kwa sababu tuna show yetu. Sasa ukihoji sasa kipindi hicho ukiwa na akili ya kuhoji vitu kama hivyo, kwa nini hapa isiwe hivi? Unaona huyu mjuaji sana. Umenikumbusha line ya Joe anasema ulizia pesa wa kuzimia kama taa. Sasa unaona jamaa mjuaji. Kwa hiyo sasa kama wanaweza kukwambia kichwa, lakini wanasema bwana huyu tusiende naye, twende na huyu ambaye labda ananyamaza. Ukirudi nyuma tukafanya time traveling, wewe wa sasa hivi ukakutana na yule solo wa kipindi kile ambacho ndo anakaribia kwenda kufanya, ameshafanya ile album, imeshazinduliwa, kesho yake ungemwambia afanye yale maamuzi aliyoyafanya, au ungemwambia dogo chill kwanza utaongea mbeleni? No, nisingebadilika kwa sababu that's who I am. No, wewe sasa hivi unakutana yule dogo, nikikutana tena ule solo kwanza ungemwambiaje? Nitampongeza kwa sababu ile ndio imenijenga mpaka kuwa, unajua vipaji vinapimwa na mambo mengi sana. Kuna kitu hii longevity ya kudumu kwenye game na kuwa relevant na kuwa una impact na kuwa na heshima yako iko vile vile. Hii ni moja ya kupima kipaji cha mtu, kwa sababu kushine unaweza ukapata zawadi vile vile ukashine labda in 1 year tu hii, afu ukapotea ukawa hauna uwezo ule baada ya miaka 20. Tunazungumzia kuanzia 2000, unajua hiyo. Sasa hivi tuko 2026. Yaani kama bado una nguvu, kama una nguvu ya kutoa nyimbo sasa hivi na watu wakapay attention, sasa ukweli unakuwa unajidhihirisha katika maeneo kama hayo. Yaani
wape watu muda vile vile. Sasa unaweza kuta labda kile ambacho kilikuwa kinasifiwa kipindi hicho Mm. inaonekana labda ni bora zaidi sasa hivi, mwambie labda mtu aende studio huyo huyo akafanya kile kitu, au labda na huyu mwingine afanye, utaona utofauti wake. Kipaji ni kipaji, yani uwezi kukificha. Sasa ndio hicho, mimi naweza nikakaa nimekaa, of course nimekaa kwa historia pia, kuna wasanii wameenda nje ya nchi, hakuweza tena kurudi labda kwenye game wakapewa attention kidogo, Mm. wengi yani wakienda labda ndo wamepotea. Lakini unaweza kukaa labda baada ya miaka mitano sio ngapi, unatoka na nyimbo Miss Tanzania, kila mtu anasema dai bana bonge la nyimbo, na bila promotion, bila kwenda studio radio Yeah. tour, bila kufanya chochote, mtaani tu na nyimbo inakubalika. Kwa hiyo kipaji ni kipaji, mwisho wa siku yani akiongopi, unaona Okay. akiongopi. Okay, tuje hapo hapo. Kwa hiyo najaribu kuielewa ile situation. Umetoa Narudi kwenye gundo sasa. manager, mmezinguana. Sasa nini kile, kwa nini ukabadilika? Yaani ukaanza, walikuwa wanakuambia kwamba huyu manager anaimba utani utani, wewe ulikuwa conscious. Kilichofuata ukatuimbia taarabu. Sasa kilichofuata sio sasa kuimba taarabu, sasa ndo kubaniwa kulianza hapo. Once ukiwa tofauti nao, wasanii wa zamani waliopita huko wanajua. Wasanii wa sasa wanaweza wasijue. Wasanii wa sasa wanaweza wakaamini kabisa wale watu walikuwa wanawainua. Unajua wasanii ambao walipita mikononi mwa wale wadau kama hao, uambii kitu kwa sababu wanaona wale ndio waokozi wao. Wale wamewatoa labda kijijini kuwaweka mjini. Wasanii ambao tumepambana nao wao sasa tunajua tumepitia nini. Si unanielewa? Yaani kuna wasanii ambao wao wameenjoy uwepo wa wale watu kwa sababu walikuwa ndo wapo katika mstari nao. They will never feel the way I feel labda. Wakimwongelea yule mtu au wakimwongelea huyo mdau, mimi nakuwa nasema they don't know. Lakini sisi wengine ambao tumepitia sasa mabaya hayo ya kusema no, zima yao. Kwa hiyo inabidi ulazimike ufanye kitu tofauti. Na nimepita situation hizo mimi kama mara mbili katika historia ya muziki wangu. Kuna nyimbo mimi nilifanya na Maktubi inaitwa Wanabana. Sasa ukitaka kujua struggle zote mpaka maana Wanabana ili kabla ya kilio changu kuna nyimbo Wanabana. Sasa wanabana kina nani? Umeelewa? Kwa hiyo hii story ya wadau inaenda mbali. Kwa album ya pili sasa mimi ikabidi nifanye mwenyewe. Nikasema mimi najisimamia mwenyewe. Nilikuwa sign na Bongo Records. Lakini baada ya nilivyoiona Oma Dunia inavyoenda nikasema you know what? No, I can't do myself. Kwamba bana P-Funk nitakulipa nyimbo nitakazokuja kufanya kwako. Nitaenda na studio zingine. Nitafanya kitu ambacho naamini ni sahihi. Na nitaenda mwenyewe sasa kwa huyo mdosi kuuza. Yaani nitajisimamia mwenyewe, na I did from that album ya pili ya tatu nimefanya hivyo. Ndio maana kwamba sijilaumu, siwezi kumlaumu Solo yule kwa sababu alinijenga kujiamini zaidi na alinijenga kujisimamia kuliko kutegemea mtu anisimamie au sasa by that time sasa kwa sababu washaamini huyu jamaa ni ngumu. Yani hiyo ndio kwamba okay tuone. Sasa ilikuwa ili upate support itakuwa ubuni sehemu zote. Yaani usije ukakaa, yaani ukiwa umestick kwenye kitu kimoja ni ngumu sana. Kwa sasa hapo sasa ndo wazo la kusema bana hapa mimi kinamna yoyote natakiwa nitoke. Kwa hiyo chochote kitakachoona mimi muziki utawaleta watu, mimi I have to be different. So lazima ninganganie kwenye kitu ambacho jamaa wanaweza kusema hichi mimi tunambana kwenye. Kwa hiyo wakibana nyimbo zako za hip hop huko Limduara lilikuwa lina hit. Kuna Limduara moja lime hit mtoto sio riziki. Kuliko nyimbo za wasanii wengine. Sasa nikawa nilifanya hadi charanga. Sio watu wanazungumzia sio Limduara tu. Nimefanya kuna mimi na nyimbo Bongo Trans ina mahadhi ya charanga ambayo Radio 1 marehemu Chazila alikuwa anaipenda na anaipiga kisha. Yeye alikuwa anapigwa mpaka sasa unaona kabisa okay. So this is working. Yaani mlango mmoja ukifungwa mwingine unakuwa uko wazi. Kilingeni walikuambiaje kuona hiyo tabia kama umebadilika? No, sasa unajua uzuri wake sasa. Ukija katika hiyo rap ambayo wao wakilingeni sio wao watu gani ambao wanaona wao wanaamini, yani ukali wangu sasa huwezi kuutoa. And that's the fact. Sasa hapo ndo wanashindwa wanakuwa attack vipi. Watasema tu jamaa kazingua anaimba hizi, lakini uwezo wako kwenye kurap wanaujua na wanajua kabisa ujamaa akirudi huku. Na hawajui kwamba jinsi gani ilivyokuwa ni ngumu mimi kufanya hiyo miduara au nini kuliko kufanya hip hop. Ni rahisi sana kwa sababu ni kitu ambacho
najua kabisa ni kipaji ambacho ninacho. Yani kuandika nyimbo haikuwa tatizo, ushaona, kurap haikuwa tatizo, lakini sasa at the same time unatakiwa usurvive, kwa sababu kumbuka, natakiwa nilipie kila kitu changu, natakiwa nijisimamie mwenyewe. Sasa napata wapi pesa? Na sipo chini ya mvuli wa mtu yoyote. Kwa hiyo I have to pay ni wajani, natakuwa nikalipe studio, natakiwa pia niende kwa mdosi ili nihakikishe nimepata chochote na ni survive. Kwa hiyo ilikuwa struggle. Oh, yeah. Ilikuwa ni struggle kubwa sana. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa downfall ya kwanza. Ya kwanza ni kuanza kufeel kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa. Mimi nitakupa mfano mwingine. Nimefanya nyimbo mimi, sometimes unakaa chini unajifikiria, mimi mbona, au labda kulikuwa na njama za maksudi za kuniweka chini, yani unaona, kwa sababu labda watu wanaogopa nikiwa juu sana, labda na akili zimefunguka sana, inaweza ikawa shida. Unawaza. Nimefanya nyimbo mimi, kaangalia nyimbo inaitwa Ishi kwenye kampeni tangazo la Ishi. Mimi nimekariri verse yako yote kaka. Jiulize, katika ile nyimbo tumefanya video, sawa? Kuna video. Wasanii wote waliofanya ile nyimbo, mwisho wa video wametaja majina yao. Katafutika, kuna jina langu limetaja mno. Umeona? Sasa unakaa unajiuliza why Mr. Paul sio nani? Mimi ni Mr. Paul. Mimi si naitwa Banana Zoro. Mimi na mimi naimba na mimi verse zangu. Sasa na watu wana confuse pia, kwa sababu nguo nilizovaa mimi na alovaa Mr. Paul kama tunafanana. Na by the way kuongea pia mnafananaga na Mr. Paul. Sauti pia zinafanana. Sasa kwa nini nakukopo na mimi ni solo thing? Kwa nini imekatwa? Kwa nini haipo hiyo? Unawaza hivi vitu sasa unasema dofu. Ulirekodi? Mimi of course kila mtu alisema, kila mtu karekodi. Kama nilirekodi verse hiyo sio kwamba sijarekodi, lakini haikuwepo. Solo tuongee tu kama watu wazima. Haiwezi kawa tu walikuchagua kukubagua. Kuna vitu labda kwenye maisha mengine tuizungumzie in holistic approach, kwamba kuna vitu labda ulikuwa unajua sana, umeniambia ulikuwa ni mtu wa matangazo. Sasa ndo nakwambia no, kwa sababu ile sio kwamba nililipwa. Tulilipwa, sio kwamba tulifanya bure. Tulilipwa na tulienda kufanya show hadi mbele ya Mheshimiwa Rais kipindi hicho Ikulu, kwa Mheshimiwa Mkapa that time. Wow. Sio kwamba ilikuwa sijapata shavu, yani shavu nimepewa. Unajua kuna ile kwamba wewe mzuri, hawana jinsi, kuna sehemu lazima kushirikishe tu, wanakuhitaji tu, lakini hawawezi kukupa vile ambavyo kuinua zaidi, kwa sababu wanajua kabisa labda wewe ukiinuka zaidi, labda ukiwa na uwezo zaidi, unaweza kuwaamsha wengine. Yani mimi mentality yangu ilikuwa labda nawaza mbele zaidi kuliko labda nilikuwa namwambia kwamba we can do this. Leo naona hatuwezi, tuachie wale wafanye. Okay. Argument ya hapo mlikuwa mnaamini kwamba wasanii wakishika game, kwa sababu nikikusikiliza wewe ulikuwa unaamini twende tuuze wenyewe tushike wenyewe. Bongo Flava sasa hivi kwa sehemu kubwa inamilikiwa na wasanii. Lebo kubwa wanazo wasanii. Lakini ndo kuna malalamiko mengi kuliko hata niliongea na Roma hapa. Roma akaniambia hata yeye yakubaliani na the fact kwamba wasanii kumiliki wasanii. Lakini unaonekana ni movement ulikuwa na support, lakini bado haijamaliza malalamiko aliyokuwepo. Mimi movement nilikuwa na support sio msanii tu kumiliki msanii. Sio lazima, not necessarily kumiliki msanii. Mimi kwanza kwamba msanii kujipambania. Yaani there's a time katika maisha usitegemee kwamba watu watakatu watakuinua. Yaani watu watakuja tu from nowhere. Kila anayekuja anataka kuinua, ujue ndo hapo sasa anakuwa na maslahi yake kayaweka. Unatoa wapi hiyo formula solo wakati sehemu kubwa zote Marekani, record labels, wadau wapo, ukienda Ulaya ulipo ipo hivyo? No, jenga timu yako wewe kama msanii. Jenga timu yako. Wewe ndo boss, unajua. Your manager is not your boss. Wewe ni boss wa manager wako. True story. Sasa wasanii wengi wanadhani, ndio maana wanakuwa trapped katika mikataba kama hiyo. Yaani mimi kwa kifupi hapo ni kwamba nilitoka katika albamu ya kwanza ambayo nilikuwa na mkataba huo, nikawa huru, nikafanya albamu ya pili mwenyewe, nikawa naimiliki mwenyewe. Kwa albamu yangu ya kwanza anamiliki Majani. Unaona mfano sasa huo. Na maslahi vile kweli kuna percent Majani inabidi yakate. Mpaka sasa hivi za product, mpaka sasa hivi tukiuza nyimbo, tunauza nyimbo juu sometimes kwenye digital platform na nini. Master anamiliki Majani. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa chini ya lebo yake. Nilifanya muziki chini ya lebo yake. Yaani yeye kama alikuwa ndo executive producer na kila kitu.
Umeelewa? Kama vile anakupa biti, wewe unaona raha kwa sababu ulipi, lakini mbele huko kwenye mauzo, kwenye nini, ana vitu anavidhibiti yeye. Si ndo ni rule ya biashara, ndo biashara ilivyo. Sasa ndo biashara. Sasa asilimia, kwa nini watu wanalalamika? Asilimia Mm. ngapi hapo zinakatwa? Sasa kuna point katika maisha unakuwa huna choice, kwa sababu unataka kutoka, Mm. unataka kutoka, uwezo wewe kujitoa una, na ndio maana wengi wameingia katika hiyo mitego. Rayvanny labda alokuwa mwanzo kabla hajatoka, sio Rayvanny huyu ambaye alishajitambua. Ndio mifano tu, labda wakati anataka kutoka, ukiambua chochote na mtu kama labda alikuweka katika lebo, of course utafuatisha. Lakini sasa ile mziki, ukikua sana kimziki, unajikuta kabisa no, this is not right. Kwa kama una uwezo wa kujinunua, ndio maana wengine wananunua mikataba yao ili wajiongoze wao wenyewe. Wanaona kabisa nilipofika kwamba na sio mbaya. Umeshakuwa, hata mtoto nyumbani anakuwa yuko chini ya wazazi mpaka akikua, akiwa na uwezo wa kujiendesha mwenyewe, of course anaachwa huru, anaondoka, anaenda kuanza maisha yake. Kwa hiyo ulichokuwa unakipigania ni wasanii kupata nguvu wao wenyewe kusimamia biashara yao. Yes, kwamba hata lebo nilikuwa nampa mawazo Majani, kwamba hata lebo kama lebo, kwa sababu sisi Majani alikuwa anamiliki wasanii wote wakali wa kipindi hicho. Sasa kwa nini tusingekuwa ndo lebo ambayo inatisha, ambayo ina maconcept yake na nini na nini? Kwa nini tukawa tunawapa watu wengine? Kwa hiyo mimi nilikuwa na uwezo kuona kwamba tuna uwezo kufanya wenyewe, kama tukikaa chini we can do this, kwa sababu sisi tayari ndio tushaishika game. Lakini sasa that time mnaye na uoga, anasema nikienda against jamaa labda na wao watakuwa wapigi labda nyimbo za wasanii wangu, kwa sababu hamkuwa na radio. True story. Okay, nataka tutoke kidogo kwenye muziki, turudi kwenye maisha ya kawaida. Wewe umeishi huko nje, ilikuwa na tangu kwenye muziki wako na kusikia ukiwa unasema visa wanakubania, sasa hivi umeenda nje. Tuizungumzie issue ya furaha. Mpo na furaha kwenye hiyo nchi sana, kwa sababu mmeendelea sana, so kuna not necessarily, unajua furaha ni kitu binafsi niseme labda. Yani furaha haina terms ya kusema. Kuna mwingine anaweza akafurahia vitu ambavyo wewe huwezi kufurahia, akawa na furaha tu, lakini mazingira, kuna mimi nachoshukuru, kuna ile standard of life, yani ipo mazingira fulani yanafanya hauishi kinyonge no matter what. Mbona mazingira ya matibabu, mazingira ya elimu, yani sawa kuna class, lakini it's very hard to identify tofauti ya class ya mimi na jirani yangu, umeelewa? Sisi nilipo hapo, mfano unakaa nyumba kama hii, nyumba ya jirani na ya pili ya tatu, labda mtaa mzima same building, yani ni zipo muundo ule tuseme. Okay. Mwingine labda wewe unamiliki hapa, mwingine labda kapanga, lakini you don't see the difference. Wewe utakuwa hujui jirani yako kama ni tajiri au sio tajiri, you know the kind of way. Kwa hiyo huku unaishi sehemu ambayo hata kama unafanya kazi hata ya kuclean tu, ya kusafisha labda si wapi, unapata mshahara ambao una uwezo pia ukadumu ukahimili maisha yako ya kila siku. Yani hawadogeshi kazi. Yani Bongo labda kwamba mlinzi yule mtu ana expect mshahara wako finyu, lakini kuna standard umeweka kwamba hata kama ni mlinzi but minimum pay yake ni hii ambayo inaendana labda na gharama za maisha. Kwa hiyo kweli kuna mabills, watu wanasema sijui ni mabills manini, tunayo kweli hapo, na kila sehemu kuna bills, hata Bongo sio kwamba hakuna bills. Wanasema Bongo kuna ile kuishi kwa ujamaa, ambacho labda kitu ambacho mtu unaweza ukakimiss, kwamba unaweza ukatoka sijui kazini ukaenda maskani kwanza, ukakaa ukapiga mastori washikaji, ukaenda kijiwe fulani. Sasa labda vitu kama hivyo huku unaweza kuta hakuna, unless otherwise wenyewe mjiorganize. Kuna ishije? Na wengi niliongea nao Ulaya wanasema kuna upweke, kuna hiyo sense ya upweke ukilinganisha na huku. Sasa ni wewe unajua, kuna Bongo wengi wakiishi wakija kuishi nje bado wana ile hapa sio kwetu, hapa nipo ugenini, that feeling ya kwamba nifanye nipeleke nyumbani nikajenge nyumbani. Bro, unapoishi ndo kwako, hakuna mtu anamiliki kusema hapa, kwa sababu unajua ndio hiyo, kama umetoka Arusha ndio ilikuwa kwako, sijui nini comfortable zone, lakini umeenda Dar kutafuta maisha. Dar sasa hivi ndo kwako. Asikuzuie mtu labda kujenga Dar au kuwa na maisha Dar kwa sababu tu
you are connected na Arusha. You can do anything in Arusha, lakini pale unapoishi Ndio nyumbani. pale ndo nyumbani. Kwa sasa ile mentality ya kusema hapa utakuwa uishi, kwa sababu kila hela unaopata, labda ukiambiwa kitu fulani unapiga change ya nyumbani. Hapa bwana, kunyoa unaweza kuta kunyoa €20 babu, kunyoa nywele €20. Sasa €20 ukipeleka nyumbani, fanya change ya 3,000, sio 3,000 na 50 kwa Bora euro niwe moja rasta. mara 20, ushaona? Sasa utajikuta unajinyoa mwenyewe kila siku kwa sababu ya kuchange. Kwa hiyo lakini ukiamua kuishi, of course unaishi kwa huku. Sasa hiyo 20 pia si kitu ambacho ni kikubwa sana. Huwezi kupata hata pair ya viatu yako ambayo labda viatu vya choice yako huwezi kupata kwa €20. Sasa kwa nini usinyoe ukapendeza? Sasa it's just the mentality ya kusema, ya kukubali ulipo na kuconform na maisha ya pale. Ukitaka uepuke na upweke hapa unaweza, lakini sema uzuri system imejenga ya kufanya uwe na discipline. Umeona? Yani discipline ya hela mimi nimejifunza huko. Okay. Discipline ya maisha ya hela, yani kujua kila peni yangu, kila euro yangu inaenda wapi, ifanye nini, nimejifunza hapa. Na this is the thing ambao hata wasanii tumekosa. Financial skills, tuseme financial management, elimu hiyo sisi Bongo tulikuwa hatuna, na ndio maana tofauti ya kizazi chetu sisi cha zamani katika mziki na kizazi cha hawa kidogo, wenzetu wamesanuka, wa sasa wana invest hela zao, hata kama unapata hela zingine kwenye madili mengine, si not necessarily muziki, lakini wako smart kwenye kuinvest, kwa sababu washajua kuna muda pia simu haziiti, ujue, kwenye madili ya muziki. Sasa sisi zamani tulikuwa tunapata, sio kwamba tulikuwa tupati, by that time tunapata hela zetu, lakini unapata hela, umelipwa kwenye show, umelipwa mazingira ya bar, unakaa na kuna meza moja, umekaa labda before kwenda kwenye show, unakaa meza, kuna marehemu Ruge Mutaaba, sijui kuna Joseph Kusaga, kuna watu wengine, sijui watoto wakubwa gani, watu wanapiga round, na unataka kupiga round, unataka kushindana nao kwa hela yako ya show. Come on. Sasa mwisho wa siku, of course, tunakuwa tumepauka, tunakuwa sio, hatujawekeza sana, hatakuwa na akili ya future. Kwa financial management ni elimu ambayo wasanii wanatakiwa wapewe. Yani hivi vyama vya wasanii vingekuwa na utaratibu wa kuweka course hata za watu wazima, kuwasanua watu vitu. Elimu ya kumanage hela inatakiwa wapewe watu. Na umeongea kitu Hata so huku imenipa discipline ya kutambua thamani ya hela, kwa sababu I have to work. Bana, mimi nimekuja Mtoni na kitu ambacho nimependa mimi maisha ya Mtoni, kwa sababu kwamba nobody alikuwa ananijua kiivo, yani apart from wa Tanzania au watu wanaofuatilia muziki wa nyumbani. Kwa hiyo unaingia mazingira ambayo nobody give a damn about you. Kwa ili uishi, huwezi hata kuchagua kazi, kwamba you have to do whatever you do, like kwamba kazi zinakuja, bana mwanangu, kuna sijui kuna shamba bibi mmoja anataka mkalime, si mkafanya nini. Imagine sasa unauacha usoro thing pembeni, unaenda kupiga matuta. Unaenda kupiga matuta, of course you have to. Na huku nyuma sasa nyumbani, kumbuka, umeacha bi mkubwa, umeacha ndugu wengine wanasoma, una feel kwamba una ile responsibility mabegani mwako, lazima ubebe. baadaye inakaa kwenye kichwa, inakuwa ni maisha yako sasa, inakuwa ndo maisha nidhamu yako inapewa. sasa. Na this is how tumelelewa sisi, tumelelewa hivyo kwamba unaona kabisa extended family, kuna mtoto wa mjomba, kuna mtoto wa shangazi, mnasaidiana. Huyu kaja ana shida, kaja kalilia nyumbani bana, kuna chochote mnampa. You grow up in this kind nani scenario. Sasa inabidi na wewe umechomoka sasa, unaona bana, mimi ndo nimebutua, ujue inabidi sasa ni wacheki wenzangu wasome vizuri, wafanye nini, niwasaidie. Kwa hiyo lazima upige. Sasa huku huwezi kuishi tu kwamba ile umelala. Mimi sometimes ukiwa Bongo unakaa ile una michongo yako, yani unaweza kaamka tu saa 6, unajua tu saa 8 simu zitaita, utaenda maskani fulani, umepiga dili lako moja, au umechoka kabisa, unampigia mwana, bwana mwanangu, mimi sielewi, kakucheki. Sasa huku hamna huko. Wow. You have to work hard. Lazima ufanye kazi ukitaka uwe na mafanikio, uishi comfortable, lazima ufanye kazi. Yeah, umeongea hicho kitu Solo. Niliongea na Banana siku moja, tulikutana Dodoma, akawa ananiambia, unajua watu wengi hawajui zamani kuna wasanii kweli walipiga hela, tatizo hawakuwa na exposure ya wafanye nini na hizo pesa, na ndio maana tunaona hiki tunachokiona. Kweli. Okay, kwa kumalizia Solo, tuelekee mwisho, tuzungumzie issue ya AI.
na hiki unachokiona kwenye mziki sasa hivi, Mm. unahisi AI ni zana ambayo inabidi tunaitumia au ni zana iliyokuja kutuangamiza? Mi naona both. Okay. Yeah, kwa sababu technology inakuwa, sio tu, tusianzie tu kwenye AI. Ujue kimziki, technology, effect za technology tumeziona kabla hata ya AI. Kuna Okay. ma-auto tune, unakumbuka ma-auto tune yalipita hapo yakatuvuruga kishenzi. Sasa ukirely too much kwenye hizo, unaondoa ule uhalisia, kwa sababu sauti ambayo labda imetengenezwa na auto tune ukiimba live huwezi kuipata vile, unless otherwise mna vifaa vingi sana. Yani wenzetu wako more advanced katika vifaa vyao vya live staging na nini, wanaweza wakafanya Naona hadi auto T-Pain tune. wamepatia. Yeah, wamepatia, yani wanaweza. Lakini kibongo bongo sasa, kama unasema uweke more auto tune na kwenda kuimba live, inakuwa ni vitu vili tofauti. Sasa technology ilikuwa inakuwa sio leo tu, kwamba always vitu katika production, kuna vitu vingi sana vimeongezeka, umeona bana. Imerahisisha vitu vingi sana katika mastering, katika mixing. Ndo tuna option nyingi za wanazotumia maproducer, wasanii pia. Sauti zetu of course sometime kuna sauti ambazo zikirekodi na uhalisia zinaweza zikawa sawa, inakuwa yani inarahisisha hata producer kumix, kwa sababu labda mtu anavyo sound lakini kuna sauti zingine au nyimbo zingine msanii anabebwa sana na my effect, kiasi kwamba sasa wakienda watu kwenye live wanaona no, it doesn't sound the same. Technology hiyo imetupeleka hapo. Ndio maana utakuta sometimes tunawalaumu wasanii wetu, hawajui kuimba live. Sio kwamba labda hawajui, vile wanavyoimba live ndo wanavyoimba, ndo sauti zao ambazo, ila studio zinafanywa more effects, zinawekwa vitu, zinafanywa, zinakuwa decorated sana, kiasi kwamba unachokisikia wewe ni kingine na unachokisikia live kingine. Lakini kuna ambao wana uwezo kuimba vile vile walivyoimba, producer apate hata tabu ya kuiweka vitu vingi, na kwenye live anaimba vile, kwa unapata kitu halisi. Sasa AI is nice sometimes, labda inafanya perfection za beats, labda mastering ukitumia in that sense. Lakini ukitumia AI kwa kujibadilisha wewe, kuna juzi kati kuna rafiki yangu mmoja, I respect him, Imam Abbas, ana nyimbo yake labda ya mambo haya AI, lakini kaitoa, the guy ana sound sio Imam Abbas, yani sauti ni ya mtu ana bass. Sasa tunajua Imam Abbas ana bass, so ukiniambia ule mziki ni wa Imam Abbas, umeona, nakuwa nakataa, kwa sababu Imam Abbas namjua mimi, hana sauti ya bezi. Sasa tusitumie AI labda kwa design hii ya kubadilisha authenticity yetu, ili kwamba uhalisia wetu. Leo hii unisikie labda nimesema na nyimbo solo thing nimetumia AI, mashairi labda nimemwekea mtu anaimba, lakini sauti labda inatoka ya Mwana FA. Huo sio uhalisia. Kwa tusipoteze uhalisia kwa sababu ya AI. Tunaweza tukafanya AI kwenye baadhi ya vitu ikatupa msaada, inaturahisishia. Labda you can do a video with AI, no problem. Unaweza uka create imagination yako kwenye nyimbo yako, kutokana labda gharama za ufanikishaji na nini, ikapunguza, ukasema some part, oh yeah, let me make AI video on this, sawa. Lakini usitegemee ndo kila kitu katika mziki wako kiende hivyo. Watu pia wanataka kukuona, watu wanataka uhalisia, usipoteze ule uhalisia wako. Ndo hayo hayo kwamba tunasema AI pia inatutegemea sisi, sio kwamba AI inajifanyia kila kitu yenyewe. Ni AI pia inataka sisi tuiendeshe, kwa hiyo tuiendeshe kwa kutumia pia na akili zetu, sio kwa kuitegemea sana. Wow, na kuna hapo hapo kwenye AI, unajua kwenye media AI imeleta kila mtu anakuwa ni mwanahabari sasa hivi. Yeah. Ndio hao tunawaita content creator. Yeah. Kwamba sio issue tena unasomea, unabidi uwe studio, na hivyo hivyo wanahabari nao wameanza kufanya story tukiwa ndani kama watu wa kawaida. So wote ni kama tumejumuishwa kwenye issue content creators. Na kwenye muziki, na uioni kwamba sasa hivi inakuja kutengeneza culture hiyo, kwamba muziki kila mtu anaweza kuprompt, kwamba sio wasanii tena, mimi mwenyewe naweza nikakaa nikaprompt. Nitakupa kisa kimoja. Nipo kwenye group la wabongo wenzangu hapa Ireland. Sasa kuna mshikaji akanatuma nyimbo, mimi nikanashangaa hapo, sijasanuka kwamba AI inaweza ikatoa nyimbo hivyo. Yani I was like, nampongeza, kumbe mshikaji unaimba hivi. Jamaa anatoa tu nyimbo, unaimba hivi bwana, inabidi tukutane tufanye kitu bwana, unaona, ni kusupport kwa kipaji chako. Baadaye nakuja kusanuka kwamba
AI ikafanyia. Nikasema no. Sasa hiyo that's cheating. Utafanya kwa kujifurahisha. Of course watu itafika siku labda umebahatisha katika AI ukafanya kitu kikahiti. Utafanyaje sasa? Utaenda kuperform vipi? Yani kitu ambacho huwezi kukifanya. Kwa hiyo ndio maana sasa nasema both kwamba AI inaweza ikawa ina advantage ikatusaidia katika mziki, ikawa na disadvantage kwenye vitu kama hivyo, kwa sababu kuna watu itaingia kwenye mikono ya watu ambao hawatoitumia vizuri, au wataitumia kwenye vitu ambavyo vitatudogesha. Unaona, vitafanya ndio hivyo inaonekana. Kwa mfano ni vitu vingi ambavyo ukiviangalia sasa hivi, kwa sababu imekuwa urahisi wa kufanikishaji, urahisi wa kufanya, kwa sababu kila mtu akiwa na simu sasa hivi ndio hivyo, anaweza ka mwandishi wa habari kama ulivyosema, anaweza kawa mwanamuziki. Sasa sometimes inaondoa ile thamani ya watu wanaokufanya kweli, wenye vipaji vya kweli, au wanaofanya kwa kuumiza vichwa vyao. Niliongea na Sky kwenye hii point akasema no, hiyo human connection haina issue. Nani ameimba sio mchongo, as long as nikisikiliza, anaongeza kwa jicho la msikilizaji. Nikisikiliza kwamba mimi nataka hit song, sijali nani kaimba. Nikamwambia hiyo human connection haoni kama ina maana, akaniambia hapana, wasikilizaji wataelewa. Hiyo unaionaje human connection? No, ina maana kwa sababu unajua ndio zio ukirely into that, mtu lazima atasema, ukirely into hiyo AI kwa kusema ndio i perfect uwezo wako, of course watu watapenda kusikiliza kinachosikilizwa, lakini mwisho wa siku watu wanajua kabisa this is not real. Lakini wana view, wana stream, naingiza watu wana view kila yani. Sasa tena huko kwenye view ndio tusiende kabisa. Watu wana view ujinga, yani sio issue. Yani leo hii ukitaka viewers, ukiamua kufanya jambo lolote serious, tuchukulie tu mifano midogo, hata kwetu hapo mambo serious haya trend kabisa, lakini mambo ya kijinga yana trend sana. Yani watu wanashinda Instagram land, umeelewa? Yani kuna vitu labda kwa mfano tulie kidogo, kitu kama katika nchi ambazo ziko serious, kitu kama ripoti labda ya mambo yalotokea kwenye nchi yetu, kitu very serious, umeelewa? Very serious. Yani vijana wote wanatakiwa wa concentrate kujua what's going on, wahoji maswali. Lakini kitatokea kitu kama hicho, labda utashangaa watu tuko busy kuangalia sijui Mama Chanja kafanya nini sijui mama nani sijui kafanya, wanatoa challenge za rap na wao wana rap. Come on man. Nimeona una this by the way. Come on man. Rap. Okay, nimekutana na wasanii wawili wanasema rap ni kitu unajifunza, unakuwa. Sio talent kwamba tunazaliwa nayo. Kwa hiyo ni kitu yeyote anaweza akafanya. No, sasa argue tofauti. Si? Ni sawa sana kusema kila mtu ana sauti. Of course, kila mtu ana sauti. Kila mtu anaongea. Mtu akizaliwa, bahati nyingine of course wengine wamezaliwa mabubu, lakini tunachotegemea kila mtoto akizaliwa kwanza analia. Ndio ishara kwamba yani bana yuko vizuri. Akilia, sio kila mtu anazaliwa na sauti. Sasa mwisho wa siku tukuchukulia wewe mwanamuziki kwa sababu tu unajua una sauti kwamba unaweza kaigiza nyimbo yote. Hapana. Tusingekuwa basi na kina Michael Jackson. Tusingekuwa na kina Sullivan Rich. Wengine tu, kuna watu wanaweza kuimba zile nyimbo vile vile. Equivalent yako unataka kuniambia mwizi lazima aibe mara 60? Hata akiiba mara moja si mwizi? Hapana. Unajua kuna mwizi ambaye ni professional yake mwizi. Na kuna mdokozi. Unaona, hata mdokozi anaweza kama amejaribu tu. Kila mtu sisi katika maisha yetu ukituchunguza wote tushaye kuiba. In one way or another. Sisi wote hapa tutakataa tu kwamba kwa sababu wewe hujakuwa identified kama mwizi, kwa sababu hujaichukulia kama ile professional. Lakini katika ukuaji, mama aliweka sio kitu fulani sehemu fulani, umepita nacho. Baba akasahau change katika suruali yake, umepita nayo. Sasa ule ni wizi ujue. Lakini are we identified kama wezi? Hapana. Okay. Wezi sasa ambao wameamua kuchukua ile route ya kwamba bana mimi naishi kwa kuiba. Utakuta mtu anatoka anaenda jela kabisa, anafungwa. Akitoka mtaani, yani ikaachiwa leo tu, kesho kaenda kukisanua tena, anaiba tena. Yani sasa huyo mtu, hiyo ni professional ya hiyo, kaamua kuwa mwizi. Au na kuna wizi wa aina nyingi. Kuna wizi wengine wana get away with it. Kuna wizi wengine sasa ndio maana na everything you do lazima nenda shule kidogo. Ukienda shule inaweza kukusaidia. Kwa kuna wizi wa kijinga pia. Lakini ina promote nani? Ina promote hip hop. Imechangamsha game. Tumerudi tena pale juu. Kwa nini una tatizo gani nalo? Kuna both.
Mm. kuna both. Unaweza kuona wewe ina promote hip hop, Mm. lakini inawezekana pia ina feature vingine. Inategemea na perspective yako. Ni 9 na 6. Wewe Maana umekaa yake hapo upande ni gani? ukitaka kuunganisha tasnia mbili tofauti, tasnia ya siasa na utawala na muziki, entertainment. Mbaya zaidi kwamba siasa haiepukiki. Siasa is everyday life. Hichi kitu ambacho Watanzania pia wanatakiwa wajue. Mm. Unasema mimi hanihusu hayo mambo ya wanasiasa. No, these people are making policy for your life. Mm. Hizi sera sijui nini, hizi vinatengenezwa vitu ambavyo vinakuongoza wewe. Wakiongeza kodi inakuaffect wewe, unalipa kwenye VAT, unalipa kwenye vitu unavyoagiza, unalipa kwenye gari. Yani maisha yako, kipato chako kinazungukwa na hawa watu, wanatoa hivi vitu, wanakupunguzia kile kipato chako kwa zile kodi unazolipa. Huwezi Mm. kusema ya kuhusu bunge, mimi sisikilizi bwana. Hapana. Okay, umeeleta hiyo argument, nimependa. Naomba tu hivi, Mm, hii pasipoti ya usanii inaishia wapi solo? Kwa mfano, mm, endapo ukitaka kuni diss mimi ukaandika kwenye wimbo, mm, maanake umetumia platform yako ambayo ni halali kuelezea hisia zako kuhusiana na mimi na maisha yanayoendelea, mahusiano yetu mimi na wewe. mm. Lakini endapo solo ukitoka ukaenda kuandika au ukaongea kwenye interview, maanake huyo sio solo, huyo ni Msafiri Kondo ndo anaongea hilo au ametweet hicho kitu. Hiyo unaweka wapi huo mpaka kwamba mimi ni msanii lakini najadili siasa kwenye level ya kuandika au Mm. kwenye level ya kuongea kwenye majukwaa kwa maana ya platform nyingine kama interview na kadhalika? Unahisi bado mna huo uhalali wa kuongea siasa nje ya nani, ya Yeah. mziki? Uhalali upo, unajua. Itakuwa kuna tofauti gani ya wewe Mm. ambaye ni wewe na mwanasiasa? Kwa sababu kuna wanasiasa ambao wamechagua tasnia, wewe umechagua tasnia ya mziki. Sikiliza, katika kitu ambacho watu wanakwepa majukumu ya sanaa. Tunaposema msanii ni kioo cha jamii, hakuna mpaka. Ukiwa wewe ni kioo cha jamii, na maana jamii na mambo yote. Jamii ina mambo ya social, jamii na mambo ya economic, jamii na mambo ya political. Umeelewa? Ndio Jamii. unaonyesha kwenye sanaa yako ndani ya mziki. Ndo maana yake unapokuwa wewe msanii kioo cha jamii, na ndo maana hata kwa mfano hata nyimbo zetu sisi aziko, ndo maana hip hop inasimama always siku zote, kwa sababu hip hop ni mziki ambao unaweza uka express feelings zote, sio tu mapenzi. Yani hip hop inaweza kafanya ika inspire watu kwenda kutafuta hela, ika inspire watu kuhusu maisha, kuhusu dream zao. Hip hop inaweza ka inspire watu kuhusu kufight back kuliko kudai haki kuliko kuonewa. Hip hop inaweza pia kakupa mapenzi. Kwa hip hop inaweza kuishape jamii. Yani kuna watu wanaishi kwa misingi ya wana hip hop, unajua? Yani kuna watu wanamsikiliza mwana hip hop kiasi kwamba anampa direction ya maisha, yani kwamba bwana, wanangu, usikate tamaa. Mtu anasema, mtu akikumbuka hilo nyimbo, labda akiwa katika matatizo yake, anapiga nyimbo, bwana, sikate tamaa ya solo, ana vibe nayo na anaendelea na struggles zozote anazopita nazo. Sasa wanasiasa wajanja pia nao wanajua jamii inazugwa na nini katika mambo muhimu, ili tukitaka tuepushe hichi kisiongelewe au hichi kipite, weekend wasanii wanatumika na wanasiasa. Hiyo ni kweli, yani haina mjadala. Yani wasanii A-list sijui wakubwa wote wanatumika kwenye siasa. Kutumika kupo, yani kutumika sasa na wanatumika both na wapinzani, wanatumika na walioko madarakani. Mbaya zaidi sasa mpinzani sio mshika dola. Yeah, lakini kuna wasanii mwingine ndo nataka nikwambie. Kwa hiyo unajua miti miwili, kuna mti una matunda vishenzi, afu na mti hujui lini matunda yatatoka. Okay. So, kwenye matunda lazima kutokuwa na wengi sana, kwa sababu watu wanaishi kwa leo, ujue. Watu ndio hiyo kwamba hatuna mfumo ambao unasimamia au umejengwa kulinda haki zetu kama wasanii. Hatuna mfumo maalum. Tuko tegemezi sana. Tunategemea matamshi ya mtu, tunategemea utashi wa mtu anayetuongoza, tunategemea, yani hatuna system sisi kama wasanii ya kulinda haki zetu na kizazi kijacho. Mimi hata kwenye vyama hawa wasanii nipo na najaribu sometimes kuwapa ninachoona tunatakiwa tufanye. Tusiwe tegemezi, tusifanye kitu kwa kutegemea labda serikali itatufanyia hivi. Tuanzishe sisi with our own initiative, tuanzishe mfumo ambao utatujenga sasa tuwe strong kiasi kwamba sasa serikali iwe haina ujanja itushirikishe. Yani serikali ni kwamba tunakuwa na nguvu kiasi kwamba serikali inasema no, hatuwezi kuignore hao, tukiwa pamoja, ujue. Lakini bila umoja huo na kuwa na mawazo sawa na kuwa na direction ambayo tunaenda, tunakuwa tuko separate. Kila mtu anapigana vita vyake vya maisha.
Na ndio maana hapa sasa ndio tatizo ambalo linafanya kweli umoja unakuwa haupo. Sasa wanaonufaika mfano na mfumo yani mfumo wa utawala, wanaonufaika nao usifikiri watataka kuuacha hata siku moja. Na wako hivi, wako tayari kubadilika. Kwa mfano sasa hivi kwa mtu fulani ndo anatawala, of course wataenda naye. Akibadilika akija mtu mwingine, don't be surprised. Kwa mfano tunaishi nchi yenye vyama vingi, sawa, tukubaliane hapo. Na katika nchi ya vyama vingi kila Mtanzania ana haki ya kwenda chama chochote au kuamini chama chochote. Umeelewa? Lakini inawekwa kwamba ukiwa chama cha upinzani basi wewe labda ni msaliti au stahili, yani kama umepotea. No. Kama ni wote identification ni kwamba wote ni Tanzania. Regardless. Kwa nini though? Argument yangu ni hiyo Solo. Kwa nini msanii uwe chama cha upinzani? Kwa nini msanii uwe chama tawala? Nini? That's the problem. Kuna umesema kama kuna kofia mbili. Tukija kwenye kofia ya usanii na tukija kwenye kofia ya mtu wa kawaida. Kama mwananchi. Ukiwa mwananchi una haki kama Mtanzania kuwa chama chochote. Obvious. Sasa ila ukiwa kama msanii sasa usibase zile tuseme feelings zako uonyesha, kwa sababu kumbuka una mashabiki wa vyama vyote. Exactly. Sasa usiwagawe mashabiki zako. Ukipewa tenda ya kuburudisha, nenda kaburudishe kama msanii. Usiende kuburudisha kama wewe ni labda mwanachama, kama wewe unafanyia kazi kile chama, unavuka ile mipaka. Kuna watu unawakera wa upande mwingine ambao labda pia nao ni mashabiki zako, unawagawa. Na ndio maana sasa unashindwa kufanya decision inapokuja kipindi cha kusimama na wananchi wote. Uwezi, kwa sababu unaogopa kukikera chama chako. Unaogopa ukionyesha msimamo wako na kusimama na wananchi, chama chako kitakuwa na wewe msaliti, kwa sababu umeshaingia mazima kwenye chama. Ushaji identify wewe kwamba wewe ndo unanufaika na kile chama, na wewe ndio kindaki unabadili hadi nyimbo zako kukimbia kile chama. Sasa once ukishaingia hiyo, yakija sasa madhara ya wananchi kuona kwamba haukuwa na sisi, pia usilalamike. Sasa wewe kama msanii unatakiwa usimame na jamii. Tunaona hapa wasanii wetu hawa yametokea madhara nchi zingine, sijui yakitokea Ethiopia, sijui Congo, wanaposti pray with Congo, pray with Nigeria, pray with... ni vinara kuomba haki, labda kuomba kufeel sympathy ya mataifa mengine. What happened kwa taifa lao wenyewe? Lakini naona kama okay, si watetei. Unaona Israel. Yeah. Unajua sio wasanii tu mlilalamikiwa, hata media zililalamikiwa Tanzania. Lakini kuna wakati tunasahau baadhi ya uhalisia. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia media za Israel au wasanii wa Israel wanaongea anything kuhusiana na mauaji yanayoendelea Gaza? Hapana. Ukiangalia wasanii wa Marekani wenyewe mpaka sasa hivi hawawezi kudis chochote kuhusu Israel. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ndio mfumo ulivyo wa dunia. So sometimes unaweza kaongelea vitu vya mbali kwa sababu pia wewe kubaki salama ni moja ya kitu ambacho kitakufanya wewe kuendelea kutetea zaidi ama kusimamia unachokisimamia. Unachokisimamia kama haupo. Ukiweka topic ya wewe kubaki salama, maana yake tayari unaishi kwenye hofu. No, sio lazima iwe hofu. Ni awareness. Kama key point, kama key point ni kubaki, yani kwamba inakuziba mdomo wewe kuongea kwa sababu ili ubaki salama, ina maana una hofu. Okay, unafia nini? Point yangu ndio hiyo, unafia kitu kinachokuhusu. Of course unafia the outcome ya utakachokisema. Ndio najiuliza. Unaogopa kwa sababu gani? Itakuwa lazima kuna vitu unaviona. Siasa au kazi yako ni wapi? Nje ya muziki. Hapana. Hata ukiwa mwanamuziki unajua ndio nakwambia. Kwa mfano muziki wetu wa hip hop. Achana na hiyo muziki mingine ambayo labda si unataka kulewa huko, watu wanaamrishana kunywa, kulewa, kufanya nini. Tuachane na hiyo muziki hiyo. Zungumzia hip hop. Hip hop ni muziki ambao umeanza kwa topic za ukombozi, kwenye baada ya unyanyasaji, watu wanaonewa, you can't, yani tumepewa njia ya kuexpress vitu vyetu sasa. Kwamba bwana hiki hakiko sawa. Na haitakiwi msanii awe limited kwenye kusema ukweli. Unaondoa ubunifu. Na ndio maana tukiangalia hata nyumbani sema ndo hamko huru kusema kuongelea. Wengine tunajaribu kuongea kwa sababu at least pia tuko nje. Labda ningekuwa ndani nisingeongea hivi. Labda nisingeongea, ndo point yangu. Sasa point yangu ni kwamba tumeruhusu hii hali wenyewe. That's my point. Kwamba kama wote tukisimama kwenye mstari tukasema, tukawa tunawaambia watu ukweli, au tunasema ukweli, au tunataka ukweli uonekane,
wanasema unaweza mbegu ya ni wanasema you can't kill what grain of it. Yani kuna vitu ambavyo unaweza you can't kill the idea. Unaweza kuniua mimi ukanipoteza, lakini kama nimesimamia kwenye ukweli na idea ile ya ukweli, huwezi kuiua, itasimama tu. Unaweza kumpoteza mtu, lakini idea ya ukweli. Lakini okay, mimi sasa hivi tuseme na 50 years naelekea huko wow. Kwenye maisha ya kawaida kweli niogope kusema ukweli. Yani mimi ndo mshua, unajua zamani tuko tunakaa tunasema wale watu wazima tunawashua bana, mshua. Sasa sisi ndo washua wenyewe. Sasa ukiwa mshua katika nchi yako, labda unaona vitu haviendi sawa, afu na jamaa huwezi kusema, unaogopa. Hata unaogopa kufa. You're gonna die, come on. Wote tutakufa. Yani wote, hata huyu ambaye labda mtesi atakufa na yeye. Okay, unashauri ni njia ipi uongee kwenye sanaa yako? No, mimi kwenye sanaa yako au nje ya sanaa yako? No, sanaa yako hivi nikimwangalia kuna wasanii nikiwaangalia nashindwa kuwatofautisha yeye na Tundu Lissu, au nashindwa kumtofautisha yeye na mtu fulani wa CCM. Na hakuna dhambi kwenye hilo. Hakuna dhambi kwa tofauti ya msanii ni nini na mwanasiasa. Kwa mfano China wameendelea kwa sababu kuna hiyo category. Wewe ni msanii, kuwa msanii. Kama unataka kuwa siasa, ingia kwenye siasa. Na ndo hivyo. Kwa mfano hata hapo mbona tuna hiyo category? Kwa sababu kwa mfano mtu kama Sugu kaingia mazima kwenye siasa. Yes. Yeah. No. Tunaendelea. Ndio maana nakwambia nchi yenye vyama vingi haina dhambi ya kuwa Tundu Lissu vile vile. Mtu kama Tundu Lissu tunapomuongelea labda ni mtu ambaye anatakiwa pia inspire vijana kutokana na safari yake ya maisha. Umeelewa? Kuwa fighter vile kupitia alopitia, na bado anasimamia kwa anachoamini ni sahihi, which is kwa upande wake anaona yuko sahihi. You have to admire that effort vile vile. Na kama usikataze watu sababu wasimfuate au wasimuone kama inspiration. Sasa Tanzania na yuko kwenye nchi ya vyama vingi, ana haki. Na jaribu kusema line mimi Mwanaifei na mheshimu. Okay. Labda uwepo wake kwenye serikali, I'm happy kwamba tuna wana hip hop sasa hivi katika serikali na wanaongoza ile sanaa. Kwa hiyo tunakuwa tu celebrate both. Tusiweke kwamba wengine wana uhalali au wengine hawana uhalali. Hii hapana. Yaani kwamba you can be leo Roma na ukatoa mziki wako, umenelewa, ukaamua kuchagua engo, kwa sababu miongoni mwa kazi za sanaa pia ni kukosoa, sio kuburudisha tu. Kwa kama umechagua engo ya kukosoa, at the same time una entertain, you are right. Hauna maana umekosea. Sasa mifumo kwa nini haitaki watu wanaokosoa? Ina maana mifumo ina makosa. Kwa nini mifumo inadhibiti hata waandishi wa habari sasa hivi ya kusema bwana lazima uwe na ithibati na lazima uje tukupe sisi uje tukusajili tena uje kurenew, kwa sababu inataka kucontrol. It's all about this is controlling tools. TCRA sijui nini BASATA yenyewe ni controlling tools. Na unafahamu pia binadamu tunahitaji hiyo sense ya control kwenye chochote. Kuna control mbaya, tunaelewa, simaanishi hivyo. Turudi kwenye, unajua kwa nini argument yangu iko hivi Solon? Kwa sababu Marekani ndio hip hop ilianzia. Na msingi wa hip hop ilikuwa ni kukosoa huo yani kutetea wanyonge, kuwa sauti ya wale wasio na sauti. Ni harakati ya mtu mweusi sana ilikuwa versus utawala wa kipindi hicho. Lakini leo hii ukiamua kutaja wanaharakati waliomaliza ubaguzi wa rangi Marekani, uweze ukamtaja sijui nani alianzisha hip hop, unamtaja Malcolm X, unawataja wale ambao waliamua kujitolea wakaenda front. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama kweli msanii unataka kuwa mwanasiasa, inabidi utangaze kama unavyoona Sugu amekuwa siasa, unaenda unafanya. Lakini otherwise uimbe. No. Nielewe. Nisikilize. Solo, namalizia point yangu. Imba siasa, unaruhusiwa. This chochote unachotaka kudis, yani chochote unachoona hakiko sawa kwenye jamii au kwenye siasa, kwenye nini, weka kwenye sanaa yako. Sio kuja kuposti, sio kuja kwenye interview. Hapo unageuka sasa Tundu Lissu, unageuka nani? No, hapana. No. Kwanza hakuna ubaya kuwa Tundu Lissu kwa kile unachoamini si sahihi. Nakurudia tumia passport ya msanii kukaa kurekodi clip za kuongelea siasa. Sasa kwa mfano ngoja nikwambie. Nakupa mfano mdogo tu. Sometimes tunauvua ubinadamu wetu kwa sababu tu ya easy political alignment, yani kwamba kwa sababu tu mimi na itikadi ya chama fulani. Tunajisahau. Unatakiwa hata ukiwa katika chama fulani, ukiona kitu kwamba kinachofanyika na kile chama kama si sahihi, sawa, uwe huru kusema. Kwa mfano mimi nakupa mfano. Mimi nimekuwa inspired na wasanii wenzangu hao ambao wako
wapo kwenye siasa pia, na mimi naamini ningekuwa Bongo kwa muda huu, labda na mimi ningeishia huko, ningeishia bungeni, au labda ningekuwa nimeshakufa kutokana na usemaji ukweli wangu na mdomo wangu. Najijua, yani kuna vitu lazima ningesema, labda na mimi ningepotea, sababu wanaokosoa wengi wanaelekea huko, wanapotea. Lakini wanaosifia wengi wapo. Sasa kuna vitu viko sawa. Mimi nilitamani mfano leo hii natamani kuingia labda kujiunga na chama tawala. Sawa. Nimependa labda inspiration, nimekuwa inspired na Mwana FA yupo kule sasa hivi kakapanda ngazi. Kuna Babu Tale, sio kuna Baba Levo, make no mistake. Some of them they doing a good job. Yani kama kuna watu ambao unaweza ukadharau uchaguliwa wao, lakini wanafanya kazi nzuri, wanafanya kazi kwenye majimbo yao. Unawapa, lakini kuna vitu tunakuwa tukubaliane kimsingi kama taifa. What is wrong is wrong. Yani kitu ambacho si sahihi ni si sahihi, no matter what. Kilichotokea tarehe ngapi ile Oktoba ngapi hakikuwa sahihi. Uwe kokote. Najua tunajaribu kujitibia, si kutaka kukaa sawa. Of course tuko katika njia hiyo, lakini at the same time wakati tunafanya hayo, mengine yanatokea ambayo hatuwezi kuyasema. Kwa mfano, mtu mwenye cheo cha ubalozi ni mtu mkubwa sana katika nchi, unajua mtu ameteuliwa kaenda kuwa balozi sehemu fulani. Inawezekana vipi mtu kama huyu anapotea? Labda hatujui kapotea, sio katekwa, sio kafanyaje, hatuwezi kuweka maneno, hatujui, lakini anapotea katika mazingira ambayo alikuwa anaongea vitu ambavyo labda anajaribu kuweka awareness ya watu kwa yeye na kwa experience yake. Mtu kama huyu anapotea, labda chama husika ambacho kilikuwa kimemfanya hadi awe balozi kinashindwa hata kusema kumlilia kwamba yuko wapi. Okay, kama chama kimeshindwa ambacho kilikuwa ni chama chake, kwa nini unahisi wewe msanii unaweza ukaweza? Kwa nini unahisi sasa ukiwa wewe ndio mwanachama wa hicho chama unatakiwa useme hii sio sahihi. Kama tuna nadi kazi na kama mwanachama, sio kama wewe, hata kama ni kiongozi, kama unahusika na hicho chama, unatakiwa utoke hadharani kusema tunamlilia mtu wetu jamani. Hata kama yani, ili sasa uwape imani watu kwamba labda nyinyi amfurahii kile kitu, tokeni basi labda mseme you know what. Kwa mfano wewe unafanya kazi hapo leo, sawa? Kwenye hiyo whatever kampuni yako unafanya kazi, umeelewa? Umepata tatizo, umeacha kazi, sawa? Labda umeacha kazi katika mazingira ambayo labda maslahi yako sio mazuri, upewi, au umeona mambo hayaendi sawa. Umeelewa? Ukaja huku nje ya maisha, sawa? Ukapata matatizo, umeumwa labda, umelazwa. Kwa kuonyesha utu hiyo kampuni yako inabidi tu ile kukujulia hali, si kibaya au kusikitika na kinachokupata, ndio ubinadamu sasa. Imagine hawajafanya hivyo. Ni kazi ya nani? Pointi hapo iko hivi, hakuna mtu anayekataa kabisa issue ya jambo baya na zuri. Kila mtu anajua, hatuhitaji rocket science kujua mambo mabaya na mazuri kwenye jamii. Issue tunazungumza ni kazi ya nani kufanya hivyo. Je, ni kazi ya msanii kuifanya nje ya sanaa? Kwa sababu kama ni msanii naamini rap kuhusiana na hayo matatizo, kwa nini unayaongea kwenye clip? Kwa nini unataka kuyafanya kama uende kwenye interview kuangolea? Hakuna restriction ya mtu yoyote. Yani kwa mfano leo mimi nikiwa profesa, kwa sababu ni profesa wa chuo, sitakiwi kuongelea mustakabali wa nchi yangu kwa sababu tu mimi ni mwalimu. Hapana. Nikiwa dokta, kwa sababu mimi ndo Dr. Janabi. Kwa hiyo niko mae tu kwenye udokta, siwezi kutoa ushauri kwa kitu ambacho naona hakiko sahihi kwenye jamii. Kama nani sasa? Kama nani? Kwanza usanii au ndo nakwambia tena hauna mpaka, sawa, wa kusema topiki gani. Kwanza hii sasa ndo tunaijenga. Ndio maana tunakwambia binadamu hauna mpaka solo. Mpaka wa kuongelea maendeleo ya sehemu unaelewa. Nisikilize. Hakuna mpaka kwa msanii, nisikilize vizuri, katika kuongelea mambo nyeti ya jamii yake. Kwa sababu hatufanyii sanaa masanamu. Yani tunafanyia binadamu. Sasa kama kuna vitu wanavipitia. Na ndio maana angalia nyimbo nyingi ambazo hata tunazoimba zenye hisia ambazo zinagusa watu. Kwa mfano ukiimba hata mapenzi ya mtu alioachwa. Wengi walioachwa wataconnect na hiyo nyimbo. Yes. Umeelewa? Ukiimba labda mapenzi ya furaha, katika furaha hiyo nyimbo itapigwa. Yes. Sasa huwezi kuitenga jamii yako, wewe msanii ukatenga sanaa yako na jamii, ukachagua tu mimi siasa mpaka nijitangaze kwa mwanasiasa ndo nitaongelea mambo. Siasa ni maisha ya kila siku. Naelewa. Ongelea ndani ya nyimbo zako kama
tunapozungumzia labda okay, sasa wewe leo hii unasema siasa sio haikuhusu. Alafu mirabaha yenyewe inagaiwa na vyombo ambavyo vimetengenezwa na serikali hiyo hiyo. Sasa siasa inakuwa kwa nini haikuhusu? Yaani wewe Nasema jipe mpaka, wakati wewe rights zako wewe kama msanii, tena wanaamua sasa hivi hatuwapi sasa hivi kwa sababu mipango ya serikali bado, sherehe ya kufanya mirabaha inaahirishwa mpaka serikali itakapoamua wao. Sasa unasemaje serikali haikuhusu? andika solo. No, sasa njia nyingi za kutoa ujumbe sio kuandika tu. Hatuwezi kwa nyimbo zote tukaiba ukaimba nyimbo kwenye bunge halifai kwenye nyimbo. Hauwezi kufanya hivyo. Hauwezi kuwa na Okay. nyimbo zote zinazungumzia bunge sio halifai. Hauwezi. Kwa unaweza kaweka kuna line ukaziweka. Sasa mfano Mm. naandika, tuseme mfano umeandika nyimbo labda kuhusu mimi na mapenzi na nchi kuliko labda watu wanavyodhani. Na kuna watu ambao mnawaona labda wasaliti au wa nje wana mapenzi kuona mambo yanakaa sawa kuliko mnavyodhani. Sasa Mm. tuna accommodate vipi hao watu wanapokosoa? Kwa nini wasifanyiwe kazi? Kwa nini wasisikilizwe? Why? Yani why kuwatenga kwamba wanachofanya sio, instead ya kusema you know what? Kuna point kasema hapa. Kuna uhitaji wa hivi. Kwa nini wahusika sasa wasisikilize wakasema you know what? Kuna tatizo hili. Sio, Okay. umeelewa? Kwa hiyo my point ni kwamba Mm. matatizo Mm. yanayotukabili Mm. yapo mengi sana. Mm. Na kazi ya sanaa si tu kuburudisha watu, kuambia tulewe, sijui tu kuwazuga tu watu wawe na vibe hata kama wana shida. Hapana, kuelimisha, kuburudisha, kukosoa jamii ndio kazi ya msanii, ni kama kioo cha jamii. Kwa Okay. atuepuki hiyo. Sawa. Kwa hiyo maana yake kwa sababu msingi wa swali lilikuwa ni ile passport ya usanii inaishia wapi, na Aina jinsi ambavyo unakuona ni kwamba umesema kwamba passport ya usanii na kuruhusu kuongea siasa ndani ya nyimbo zako na nje ya nyimbo zako. yani haikupi mpaka, sema mipaka inawekwa na mifumo. Ndio maana nyimbo inatakiwa sijui zinafungiwa, mfumo ndio umeweka hiyo mipaka. Sio yani ubunifu utakiwa kuwe mipaka. Kuna Ubunifu as long hauna mipaka solo. uvunji Ubunifu bati hauna mipaka. as Nazungumzia long as nje, ukiwa uvunji nje ya sanaa. no, Hmm. ubunifu hauna mipaka. Ubunifu hata hiyo sanaa, kwa sababu leo hii mfano mchora katuni ambaye anatumia kichwa chake vizuri, ushanelewa bwana, kuleta meseji zake kwa jamii, labda kwa sababu tu kachora katuni ambayo wewe haikufurahishi, labda unamfungia sanaa. Uhuru wa sanaa kwa wapi? Hiyo kafanyiwa vibaya kwa sababu ametumia uhuru wake wa kuchora. Sasa critical thinking hatuwezi kuzima watu wanaofikiri nje ya box. Wote tukawa tunafikiria sawa, tukawa tunasifia, tunafanya mapambio. Huwezi kufanya hivyo. Tukitaka taifa ambalo linaendelea au litakaloleta maendeleo kama vijana, ruhusu unajua, ukileta, mimi niko katika nchi ambayo ina vyama vingi, sawa? Na nikwambia ukweli, sisi wabunge labda wa hapa au politician wa hapa sio ma celebrity. Yani mimi naweza nikakaa mtaa miaka 5 simjui mbunge wangu anaitwa nani. Ya nchi nyingi za huko wanasema ukiona unamjua mbunge wako ujue kazi haziendi. Yani sio ma celebrity ya kusema kwamba bwana huyu mkuu wa mkoa tu watu wote wanamjua, yani kwamba tena ndo nafasi ya kupiga hela. Bwana nitakupa kisa kimetokea karibuni. Mgombea mmoja wa urais wa hii nchi, sawa? Katika zile debate tu akatokea mtu ambaye alikuwa mpangaji wake miaka 10 iliyopita huko, mpangaji wake ambaye alimpangisha kwa bila mkataba, kwa kulipwa tu. Yani hawaruhusu hapa upangishi mtu bila mkataba. Yani unatakuwa mpangaji unaona, sasa nchi ambazo zina system, zina mfumo kwamba ukiwa ni mpangaji lazima kuwe na tenant agreement, lazima mpangaji ukamregister katika bodi ya wapangaji. Kuna haki zinamlinda huyu mpangaji na kuna haki zinakulinda wewe as a landlord. Umeelewa? Sasa ukifanya kinyume cha hapo, maana yake wewe unaipuka kulipa tax. Yani ukimweka mtu kinyemela tu, na maana kakaa na kulipa cash in hand, maana yake unakwepa kulipa kodi kama mpangishaji. Sasa that's cheating. Unanielewa? Sasa unapogombea nafasi kama hizi, angalia wenzetu wanaofanya ile cross check kwamba wanamwangalia imetoka kashfa hiyo, mtu inabidi ajiuzuru. Sasa come on, twende kwenye tuseme upande wetu sisi labda Afrika, maana tuzungumzie nchi yetu tu. Ni Afrika Africa in general.
Yani Ni issue ya kashfa, malezi. mtu anaweza akapewa kashfa ya labda ya wizi wa mali za taifa sijui, na ushahidi pia ukawekwa, lakini wakahangaika kuufuta ule ushahidi tu, wananchi wengine wasiuone, na yule mtu ataendelea kukomaa, yani kashfa ni si kitu ambacho watu wanakiogopa kabisa. Na Solo, hiyo issue unayoongea nakubaliana na wewe, Yeah. Lakini mara nyingi na nimeshajadili kwenye hii kwa muktadha mbalimbali wa kisaikolojia, wa kimalezi and everything. Ukiangalia hata hao jamaa kwenye level ya familia pia uwajibikaji ni kitu ambacho ni strong sana, si ndio? Yeah, sasa hivi vitu havianzi tu kwenye serikali. Ndio nakwambia, sasa hivi vitu havijakuja siku moja, pia ni awareness. Ni awareness. Sasa mtaji mkuu wa serikali yetu honestly ni ujinga wa wananchi wake. Yaani 100%. Dunia nzima nadhani. Ujinga no? Sasa kuna dunia nyingine, kwa mfano hapa kama utumpeleka mtoto shule. Kwanza mtoto ni wa serikali, sio ni wako, wewe ndio umemzaa baba na mama, si ndio? Lakini mtoto ni wa serikali tangu amezaliwa tu pale. Hata bizeni mchapi mwanangu. Ukimpiga sio kumchapa, kwa sababu mtoto hata akienda siyo kwa nasi anakaguliwa. Ukimdondosha siyo kaumia hapa, basi utawekwa na timu na kuulizwa maswali. Na ukifanya masiara, ndio hivyo, ukichapa siyo ukipiga, inabidi you have to be very very careful. Kwa sababu wanaweza kumchukua kumpeleka katika, yani hivyo, na wanashiriki pia katika maisha ya mtoto, kwa sababu mtoto tangu anazaliwa serikali ina support ukuaji wa mtoto wako, kuanzia matibabu na nini. Kwa hiyo wana haki pia kuingia kusema no, tunakupa hichi, mbona unafanya hichi? Kwa mtoto anakuwa akiwa na sense ya kuwajibika kwa jamii, kwa sababu jamii na mtoto sasa anafundishwa haki zake mapema, kwamba bwana mkubwa, wewe ni minor, mkubwa hataki kukupiga, mkubwa kwa akishaanza kujitambua, kuna vitu hata anakuambia kabisa you're not supposed to do that. Unahisi hiyo window itasupport nani? Itasupport kiwea zetu. Ndio uwajibikaji tunapozungumzia, ni vitu hivyo vinajengwa kuanzia, yani sasa kama tunajenga taifa la hofu, tunajenga watu kwamba hawatakiwi kukosoa kwa sababu tu ni wasanii, wanatakiwa labda ili wakosoe wawe wanasiasa, au tunajenga kwamba kwenye vyama vingi, kwenye nchi ya vyama vingi, basi mtu kwa chama kingine ni makosa, kasaliti. Tunajenga nini? What's the point ya kuwa na uchaguzi, sio kuwa na vyama vingi? Basi kwa nini basi usiamue okay, tunaongozwa kifalme bana, ukiwa rangi hii na hii, basi wewe una haki ya kutawala milele, wengine hawastahili? Tungeweka hivyo. What's the point? Sasa tunapoteza hela nyingi kwenye vitu ambavyo hatuviwezi, labda hatuvifanyi vinavyotakiwa. Hatuwapi watu uhuru wa labda kuchagua kitu ambacho, au kusema kitu ambacho wanajisikia. Umezungumzia issue ya Marekani sio na nini, nilikuwa sija kurudia. Awareness walioifanya wanamuziki wa hip hop kwa jamii ni kubwa. No matter hata kama hawaingii katika siasa moja kwa moja, lakini awareness ya kitaa kuhusu haki na kujitambua. Sema wenzetu sasa, kwa sababu muziki wao, ndio maana mimi mara nyingi naambia hata hip hop yetu hatuwezi kuifananisha na Marekani. Hatujafika that level hata ya kuimba hizi trap, kwa sababu wenzetu mpaka kufikia kuimba trap wana miaka mingi sana katika game, wana project nyingi sana. Sisi kwa sababu ya technology tunataka tukimbizane nao sawa. Kwa hiyo waliimba muziki ya zamani, haikuwa hii ya kusema watu wanajisifia sasa hivi sijui nina hichi, ninaendesha hichi. Hapana, wamebadilika kutokana na mafanikio, faida wanazopata katika game. Sasa hivi wamejikuta sasa wanaimba kujisifia, kwenye struggle tena hawapo. Lakini sisi umeelewa? Sisi bado tuko katika struggle ambayo hata haki ya msingi inatakiwa tuiaddress. Haki tu ya msingi, yani kuelimisha, tutakuwa tuwaelimishe wananchi wetu. Sisi hapa nabidi tuwaelimishe as a rappers, you know. Ndio maana I love hip hop, kwa sababu hip hop ina uwezo wa kukupa knowledge hiyo. Huwezi kuipata hiyo katika muziki ya takeo, sijui muziki ya mapiano. They can never kuongea vitu kama hivi. Kwa hiyo ndio maana mimi nilisema katika posti yangu hiyo ambayo umeizungumzia kwamba let's hip hop ifanye kazi yake, tusidharaulishe, tusidogeshe. Yani kwamba kitendo cha kuniambia sasa hivi kila mtu anaweza kurap, no. Na hiyo ndio inanishangaza sana, kwamba hukubaliani kwamba kila mtu anaweza kurap, lakini unakubaliana kwamba kila mtu anaweza akaongea siasa, yani akajua nchi ielekee wapi, hata kama tu kisa tu ni maarufu, ni msanii. No. Sasa unaona siasa ubaya wake, yani siasa ina affect maisha yako moja kwa moja. No, lakini haimaanishi naijua, kwa sababu nisikilize, yani hata usiwe mwanamuziki. Umeelewa?
Siasa ni maisha, yani ni akiepukiki, kwa sababu hawa watu they decide your life, they decide your future, they decide wewe ukienda sio hospitali madawa yawe vipi. Yani kodi ni kodi yetu, tunalipa kodi. Mimi nipo huku nalipa pia kodi, unajua Bongo. Watu wanaweza kusema diaspora mnaongea mlipi kodi, sababu kodi sio pay as you earn peke yake. Kuna kodi ya VAT, kuna kodi sisi ya remittance, tunatuma hela kwa ndugu zetu, kuna watu wanajenga mijengo, ushoni, kodi zinalipwa hata mtu ukiwa nje. Sasa kinachotumika na serikali sio hela yao, ni kodi. Ni kodi ya wananchi. Wananchi wana uwezo, wanatakiwa wawe wanahoji, wana haki ya kuhoji maendeleo, au labda wakiona sehemu haiko sawa. Hii ni haki ya nani? Ukiachana na mziki, ukiachana na nini, hii ni haki ya kila mtu kama mwananchi, kama mwananchi. Sasa sio kama msanii. Sasa sanaa haikufanyi wewe usiwe mwananchi, kwa sababu umewahi kumwona Jay-Z akiwa anaposti mambo ya siasa au yuko kwenye interview anaeleza siasa behind the door. Jay-Z huyo au wapo kina 50 Cent, mbona wapo wengine wanatumika kwenye kampeni? Wapo, kuna watu wamedeclare kabisa, kuna watu wengine pia wanadeclare kwamba wanamsupport msanii fulani. Angalia backlash wanaoipata kwa community. Usijue unaelewa, kuna so kwamba ukiwaona watu hawajishirikishi labda moja kwa moja wanakuwa hawataki kuwagawa wanani. Ndio yale aliyosema, unaweza na ndio hilo ninaloliongea kwamba wasanii wa Tanzania wanajigawa sana. Unamkuta mtu ndani mpaka anahisi ni kuja jamani sasa, au the problem nyinyi ndio mnawagawa. Yaani mtu akikosoa mnamuita mpinzani. Mimi nimeulizwa, mimi kuna swali ambalo wewe mpinzani kwa sababu gani unaitwa mpinzani? Kwa sababu labda umekosoa tuseme. Hapana. Mtu mimi albamu ya kwanza nina nyimbo inaitwa Msako wa Haki. Sawa? Mimi always nimekuwa kinara wa kupigania haki. Kuna nyimbo kwenye hili balaa, nyimbo yangu ya kwanza kutoka, kuna sehemu inaitwa Bongo Msumari viongozi nyundo, tunakandamizwa kimtindo. Nina nyimbo inaitwa Bongo Trans, tangu kipindi hicho cha nani, Motobati, Bongo Trans inayoyoma, zinduka dereva kabla solo, sijafanya noma. Kwa hii awareness ya street, kuiamsha, kuwaambia, serikali yenyewe inatakiwa ishauriwe. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Na leo nataka nikusanue kwamba ukiona mtu labda anamkosoa kiongozi fulani, sawa, sio kwamba ampendi, anataka afanye vizuri. Lakini ukiona mtu wa pembeni wa yule kiongozi anamsifia kiongozi fulani, anatetea maslahi yake, anajua labda akibadilishwa huyu naweza nisiwepo hapa, au huu mrija nilokuwa nao naweza nisinufaike tena. Ndio nakwambia. Kwa hiyo wengi ambao wanabaki kimya, wanaona anayekosoa amekosea, ni wale ambao wananufaika na mfumo, ambao wanaona hawataki ubadilike. Umegundua pia ukibadilika pia utakuwa hauna effect kwa wao, umeona? Umegundua pia hata wanaosifia nao wanaonekana kwamba ni wamekula. Yani anayekosolewa anaonekana mpinzani, anayesifia anaonekana chawa. Huoni kwamba sometimes unahitaji kumsifia mtu ili uweze kumbadilisha? No, sasa unajua kwa mfano sasa. Wewe mimi rafiki yangu, sawa? Mtu mzima sasa hivi. And labda unapokuja hivi auogi. Yani wewe katika maisha yako labda you don't take care of yourself, unanuka, unaka harufu. Kama mimi nakupenda wewe kama rafiki, nitakao nikwambia unanuka. Bana mwanangu kaoge, unanuka. Sio poa. Lakini labda kwa vile wewe ni boss sasa unanidakisha. Naweza kwambia mwanangu wewe unatisha, uko vizuri, uko smart, kwa sababu naogopa kukwambia nitakukera. Nikikwambia wewe unanuka, nitaonekana mimi nakuhate labda kweli unanuka. Sasa mifano kama hiyo tunayo. Tuna watu ambao wamejenga wanakusifia hata kwa kitu ambacho labda si sahihi. Yaani kile ambacho labda kinastahili kuambiwa wewe unanyamaza, hawezi. Labda kile cha kweli ambacho labda kuondolea aibu fulani wewe. Yaani mimi nikikwambia kweli wewe unanuka, utajitafakari, utaenda sasa kesho utaoga, utapaka deodorant, utapiga perfume. Sasa hata huko kwingine ukienda ambapo mimi sipo, sifa zitakuwa zako, sio zangu. Sasa kwa nini usinitafute Chemba? Au unaweza kuniambia mbele ya watu kwamba unanuka? Basi andike kwenye nyimbo. Hapana, inawezekana nimefanya jitihada za Chemba, sijasikilizwa. Okay. Inabidi nitoke hadharani niseme. Kwa sababu hizi tatizo, unajua tatizo sio kusema, tatizo kusikilizwa. Tatizo sio, sasa hivi tunalalamika na kutatua matatizo ambayo yangeweza pia kuepukika.
kama tungesikilizana. Hatusikilizani, that's the problem. Matatizo tunayopitia sasa hivi haya yangeepukika kama tungekuwa tunasikilizana. Kwa hiyo hatusikilizani, and that's the problem. Labda hatujapata namna nzuri ya kuwasiliana, labda hatujui namna ya kuwasiliana. No, kwa sababu kuna watu wana control mawasiliano yetu, wanatuambia nini cha kusema, nini hakistahili. Sasa tukiwa tunapangiwa ngumu, kwa tukisema ambacho hakiwaridhishi hatusikilizwi, yani hata tufanye nini. Lakini sasa unaamini kila Mtanzania anajua jinsi ya kuendesha hii nchi? Hapana. Hapana, swala sio kila Mtanzania anaweza. Unajua kuongoza, ndio maana michakato ya uongozi inaenda na muongozo ambao tuko nao. Umeona? Muongozo tulionao watu, ndio maana wengine wanataka kidogo kubadilike. Dunia inabadilika. Tunakuwa elimu hivi, watu na elimu sasa hivi. Inawezekana labda katiba inayotuongoza ina mashimo mengi sana ambayo yanafanya mfumo uwe hivi. Watu wengine ndio maana wanaomba mabadiliko. Kwa nini wasisikilizwe? Kwa nini kusiwe na katiba? Hivi naamini katiba solo. Israeli hawana katiba. England ambao wanatawala dunia hawana katiba. Hapana, usizungumzie kuhusu. Hakuna nchi ambayo haina utaratibu. Unaweza isiitwe katiba, lakini hamna nchi ambayo haina utaratibu wa uongozi. Lazima kuwe na kanuni zinazowaongoza kupata viongozi wao. Lazima kuna kanuni zinawafanya viongozi wao wawepo. Lazima. Hakuna hata hajaandikwa, yani haijasema kuamini kwamba kuna kitu inabidi tukiandike upya. Wakati jamii na matatizo from family level. No, sisi sasa tunaongozwa na huo mwongozo. Kwa hiyo lazima, kama ndo unatuletea madhara basi, au unatuletea hii system tulokuwa nayo, haiwezekani labda mtu mmoja akawa na nguvu sana ya kuchagua yeyote anayemtaka. Watu wote muhimu wa mhimili labda lazima watokee kwake. Kwa hiyo anaweza, tukipata mtu mbaya wanaweza kutufanya vibaya. Tukipata watu sasa, ni ngumu kujua kila mtu ana nia gani au kule tunakompeleka atakuwa. Lakini tukiweka misingi ambayo inaweza kalinda haki za wote, tukaipusha mingine au tukarekebisha pengine, sio lazima tuondoe vyote, lakini tukarekebisha baadhi ya vitu. Kwa sababu kwa nini watu wanalalamika, labda tuseme kama mechi ya mpira Simba sijui mwamuzi awe sijui ndo Mangungu, sijui refa awe Ahmed Ali, sijui Yanga anaweza kapeleka timu. Ndio point yangu kwamba issue ni watu. Hata ukiandika karatasi ya kusema oya, sasa sheria ni 17 ni hizi, lakini Mangungu na bwana Ahmed Ali ndio wapo, hatuamini. Na ndio point yangu, tutabadilisha karatasi 100 tutazileta, lakini kama jamii yetu ni hii. Tukiweka mfumo ambao kila mtu akiingia katika ile sehemu ya kuongoza ndo anaufuata, ambao uko fair kwa watu wote, tukasikilizana wote. Yani tusimchukulie labda mpinzani adui au mwingine huyu ndo anafaa. Hapana, wote ni Watanzania, tuwekae chini wote. Ndio maana hata maridhiano sio nini tunataka tuyafanye sasa hivi, yalikuwa na uwezo wa kufanyika kabla cha. Kulikuwa kuna umuhimu, lazima labda tufanye kitu fulani kwanza. Tunaweza kukaa chini kwanza tukajenga dira yetu, alafu tukaingia, tungeepusha haya yote. Lakini sasa tunajikuta kabisa hatari tulikuwa tunajiona, hatuwasikilizi watu, yametokea kutokea. Sasa tunatafuta jinsi ya kujificha ficha. Sasa ndio hivyo, mechi kama hiyo haiwezi kuwa fair hata siku moja. Ndio maana wengine wamejitoa kushiriki kwa sababu wanaona hakitakuwa fair. Kwa nini tusiwasikilize basi? Lakini tunachagua ambao labda hawawezi kusema chochote, hawana nguvu, tuna uwezo kwa kuwanyamazisha midomo, ndo wawepo. Tuwaonyeshe tu walishiriki wengine. La mwisho, unahisi unfairness ambayo ipo duniani sasa hivi solo inaletwa na watu wabaya kuwa na nguvu, ama watu ambao ni wema kutojua namna ya kushika madaraka na kufanya wanayotaka? It's a crazy timeline tunayoishi, ni kwamba watu wabaya wana nguvu sana kuliko watu wema. Kwa nini watu wema wanakosa nguvu? Ni mfumo, kwa sababu watu wabaya wameushika mfumo, wanautawala mfumo, so they can wamewezaje? Kwa nini watu wema wanashindwa? Ndio wana nguvu. Ukishakuwa na nguvu huwezi kusema uliwezaje, kwa sababu mimi hata kama sitaki kitu ukinilazimisha, mfano unatangaza leo hii kwamba lockdown saa 12 tuwe ndani, mimi na haki na uwezo wa kutoa kusema bana siwezi kuwa ndani. Kwa hiyo una nguvu ya kuniambia mimi nikae ndani, nitakaa ndani. Sio kwamba watu wema watu wema sio kwamba tunajitetea kwamba tulifeli. Miaka yote hatushiki madaraka. Ukizima internet, mimi nitajitetea wapi? Nitafanya nini? Wewe umeamua mwenyewe, wewe ndio una switch, unaamrisha zimeni. Watu walikuwa online kwa kipindi ambacho ngumu. Ukisema unachukua muda gani kufika kwenye switch? Lini? Yani kwa nini always, yani unasema kwamba mfumo unawafikisha watu? Na sizungumzii kwenye level ya nchi, nazungumzia hata kwenye level ya makampuni, kwenye level ya kila aspect ya maisha. Watu ambao tunawaita wabaya ndio wanaongoza. Sasa ndio kwa sababu
Mm. wamejiweka pale wengine. Unajua kila system unaweza kaangalia kuna flow zake. Unaweza ukiangalia mtu ukigundua kwamba loophole iko wapi, ni rahisi kutake advantage of the system, rahisi sana. Kwa hiyo labda wenye mtaji wakubwa wameona ni rahisi sana kuchukua advantage ya hivyo vitu. Umeona? Lakini sisi ukiwa chini huku, ukiwa huna kitu, tunabaki Mm. kupaza sauti tu. So either tunasikika au hatusikiki, lakini at least tumepaza sauti. Solo, naomba tuongee la mwisho kabisa, turudi kwenye platform ya hip hop na tumalizie hapa. Nashukuru kwa time yako. Kuna hii argument nimekuwa nao muda mrefu kwamba hip hop ya Tanzania haijawahi kufa kama music. Yeah. Ilikufa platform yake. Wasanii wa hip hop mlianza kuambiwa msindikize show ambazo zamani nyinyi ndio mlikuwa mnaandaliwa, mkakubali. Kuna vitu vingi vilikuja, na ukiangalia in general platform za Tanzania zimekufa. Imebaki digital ambayo tunakuwa wafanyakazi wa YouTube, unafanya kazi kubwa, alafu ukiangalia hela unayokuja kulipwa hailingani na uwekezaji. Unahisi kuna namna ambayo tunaweza tukaboresha platform za Tanzania? Tunaona tuzo zinakuja, kuna vitu vingi, lakini shows zimekufa. Yaani ukiangalia mifumo yetu ya kuingiza pesa imekuwa ni tatizo. Nini unaona kutoka nje? Ndo sasa ndo hiyo, tukirudi kwenye mifumo, tukisema tubane tuongelee mifumo, tutaonekana wapinzani vile vile. Sasa mifumo inatakiwa kwa maslahi, yaani wasanii tukiungana tukawa na sauti moja, tutakuwa na nguvu hata kwa serikali wa kutusikiliza zaidi. Lakini serikali kwa sababu inajua tu kwamba ina uwezo wa kutugawanya, tuseme labda ina uwezo wa kutucontrol, ina watu wake, inapenyeza watu. Nitakupa mfano mmoja. Shirikisho la muziki lina rais ambaye tangu limeanzishwa sijui ni yeye ni rais wa shirikisho. Huyo rais wa shirikisho la muziki ndo sijui mwenyekiti wa wanasheria wa serikali. Kwani amezuia? Yeye ndo ameua Fiesta, yeye ndo ameua muziki mnene. Swala sio Fiesta, sio swala muziki mnene. Hizo ni investment za watu binafsi. Nazungumzia support ya kwamba serikali ina mkono kila sehemu. BASATA ni serikali, sio? Kwa hiyo wakiamua BASATA wakufungie wewe, utafanya nini? Nazungumzia za kuuza muziki, za kuuza hiyo kazi. Dunia inabadilika, platform za kuuza kazi sasa hivi ziko huru. Sasa zamani ulikuwa unategemea lazima radio ikupige, sio ifanye nini. Sasa hivi ni wewe mwenyewe msanii pia ukae na ubunifu wako. Platform zipo. Una engage vipi audience yako au mtaji wako wa watu ili upate mauzo? Sasa hiyo ni binafsi msanii na timu yako. Wapo watu wanaonufaika katika mfumo huu wa sasa, na wapo ambao pia hawawezi kuteka advantage ya huu mfumo. Kwa mfano sisi zamani muziki yetu hatukuwepo katika mazingira kama ya sasa. Labda tungekuwepo mazingira kama ya sasa tungeuza zaidi. Kwa hiyo sasa hivi vitu viko wazi. Yaani unaingia DistroKid, sijui unapeleka nyimbo zako zinakuwa distributed kote, una uwezo kuchukua publishing yako. Bongo ndo wameanza kulipa mirabaha, lakini ndo hivyo hivyo, mara kampuni hii imechukua hii, mara hii nao imepewa mkataba bila wasanii kuambiwa. Kwa kuna mambo mengi sana. By the way, unaamini ile ni mirabaha Solo? Kwa nini unaita mirabaha? Wanaita wao, wanaita loyalty. Ile mimi naiona kama gawio, kwa sababu mirabaha umekusanya wapi? Ndo hicho hawasemi. Sasa ndo huo mfumo sasa. Ukitaka kusema nataka tuwe na mfumo, utaonekana wewe unapinga tu. Utaingilia tena, tutaambua tusivae nani ya wanasiasa. Nipe solution. Hii issue ya mrabaha unahisi tufanyeje Solo? No, hii ni mjadala sana. Pia watu hela Solo. Yaani uwezo kuchukua hela ukazigaia watu. Inatakiwa wasanii wahusishwe sana. Yaani kuwe na mjadala mkubwa sana, na mjadala ambao uko huru, sio mjadala wa kumwangalia unani anasema nini alafu baadaye tumtenge. Unaelewa? Yaani tuwekwe huru, tutoe mawazo yetu, tusikilizwe, tunataka nini kama wasanii. Alafu ndo vifanyiwe kazi. Yaani sio tu kutuamulia kwa watu wanavyotaka. Hapo ndo kuna tatizo. Lakini tukiwepo chini wote wasanii tukawekwa, tukawa na uhuru, tusiogope hata kuyatoa ya moyoni. Inawezekana hata kina Diamond wana mengi ya kusema, wana haki. Diamond alikuwa anazungumzia Arena pale, akasema sio hela zinawekwa huku. Watu wengine wakaja wakamvamia. Wenzake hao wasanii wengine wakamvamia. Kwa nini unazungumzia Arena? Wewe unataka kupata sifa mwenyewe. Unaona kama tumegawanywa? Hivi mmegawanywa Solo, mmegawanyika. Kwa nini mnahisi ni conspiracy theory? No, tumegawanywa kwa maksudi. Divide and rule, bro. Nani kawagawanya wakati nyinyi ndio wamuelewani? Huyu anasema Arena, huyu anasema hiki. Bro, mimi nikijua weakness yako ni rahisi kucontrol, unajua? Ni rahisi kuendesha. Kwa hiyo weakness tushajulikana weakness yetu. Kwa sababu kila mtu anatetea tumbo lake, hatuna umoja. Kwa hiyo ni rahisi sana kutuendesha. Unaona? So kila mtu yupo kwa individually, anaangalia maslahi yake. Sasa mimi utanipa milioni 100 nikutetee tu, au milioni 200 nikutetee tu. Afu anakuja mtu anaongea mambo mabaya. Sasa mimi nitasimama na wewe natetea ugogari wangu, unaona? Kwa sababu sio
hatuangalii ni long term. Leo unanipa milioni 200 wewe kwa sababu una nafasi ya kunipa. Kesho atakuja mwingine hata milioni 10 sipati, na kuaje? Sijajenga mfumo wa kunilinda. Milioni 200 inaweza kaisha, afu nikarudi chini pale pale. Tufanyeje? Ningepambana kujenga mfumo ambao kunilinda, no matter aje nani, mfumo utasimama. Kwa mfano Mirabaa, mfumo kwa rais umeng'enya kichwani, unaona tufanyeje? Tuendelee kukusanya hela tuwape kama gawio ama nini unakiona ingekuwa sahihi? Sasa hivi nafikiri kuna kampuni imechukua hiyo nani, kuna CMO imechukua hiyo ya kukusanya. Sema sijawahi kuisikia hiyo kampuni imekaa ikatueleza jinsi gani inakusanya. Natamani kweli nisikie waone viongozi wao wamewaita wasanii wamekaa nao chini na kuwaeleza mipango yao wanafanyaje na kuaje, ili wasanii nao wahoji, umeona, waweze kuelewana, lakini sijaona hicho kitu. Ndo na wasiwasi pia kama na hii nayo itafanya kazi, kwa sababu sasa hivi wale Kosota wamejitoa, hawafanyi, umeona. Kwa hiyo kuna mjadala unatakiwa ukae, yani wanatakiwa wakae chini wasanii na au wanaochukua jukumu hilo watueleze wanafanyaje. Mimi ninahakikisha vipi kama nimepigwa mara 100 au mara 200, yani una utaratibu gani? Kwa ni mjadala mpana, ni kwamba bado tunakuwa anyway. Kwa hiyo lakini tunakuwa vipi kwa kujitenga kutotaka mawazo ya watu wengine, au tunataka mawazo ya aina moja tu? And that's the problem. Asante sana, naona tumeongea sana. Ongea muda mrefu sana. Nashukuru bro, na ni mara yangu ya kwanza kuongea na wewe kwenye interview hivi na imekuwa kwa muda mrefu. Nashukuru. Shukrani sana kaka. Shukrani sana bwana. Tuko pamoja. Thanks. Pamoja sana sir. Guys, tukutane East Africa Radio saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni Jumamosi hii kwa ajili ya round up ya hii.